Na hii ni sehemu ya mwisho msikilizaji. Asante sana kwa kwa ambaye tumekuwa kuanzia sehemu ya kwanza na hatimaye siku ya leo tunahitimisha kwa kuendelea kufahamu ni yapi yaliyoendelea mara baada ya Mwana pamoja na Mr. Omari kurejea nyumbani. Tunafahamu ya kwamba Mr. Omari ni kama ameshafahamu uwepo wa Azizi kwa huyu mke wake ambaye ni Mwana. Kwa wale wanaofuatilia story ya mpaka Lini, nilisema ya kwamba naona kama hakuna tofauti kati ya Mwana pamoja na Lindsay. Watu hawa. So tunasonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi ni Karembo Ketu Kakiti Fefe na tunasonga mbele. Basi Mwana anasema kwamba tulifika kwenye gari, akanifungulia mlango bila kusema chochote. Nikaingia ndani nikiwa natetemeka. Salma naye akaingia. Yeye aliingia upande wa dereva, akawasha gari. Safari ya kurudi nyumbani ikaanza bila ruhusa ya daktari. Yaani hapo nawaza sijui Azizi alimwambia nini Mr. Omari alipopokea ile simu. Sijui naanzia wapi kumuelezea. Sijui familia yangu itanilaumu vipi nikishafukuzwa na Mr. Omari. Safari ile ilikuwa kimya kabisa. Hakuna aliyesema neno. Sauti pekee iliyokuwa inasikika ni mlio wa gari. Tulipofika nyumbani tulishuka tukaingia ndani. Nikapiga magoti mbele ya Mr. Omari nikimwomba anisamehe. Hapo sasa nilikuwa namuomba msamaha, kwa sasa naangusha kilio, lakini Mr. Omari hakusema chochote. Alisimama mbele yangu kimya kabisa, akinitazama kwa macho makali yaliyokuwa yamejaa maumivu. Ukimya wake ulikuwa unaumiza zaidi kuliko hata maneno. Nakupenda, tafadhali naomba unisamehe, sitarudia tena. Niliendelea kuomba, kwa sasa nikilia kwa uchungu, lakini bado hakusema neno lolote. Salma aliyekuwa pembeni alishindwa kuvumilia hali ile. Haraka akachukua simu yake na kumpigia mama kumwomba aje nyumbani. Maana kumbe hata hawakumwambia kuwa nilipata tatizo. Baada ya muda mfupi mama aliweza kufika. Alipoingia ndani na kunikuta nimpiga magoti nikilia, alishtuka sana. Kwa mshangao kuuliza kwamba kuna nini hapa. Salma alimuelezea kwa kifupi, huku machozi yakimtoka. Mama aligeuka kumtazama Mr. Omari, akajaribu kuzungumza naye. Mr. Omari alikaa kimya kwa muda mfupi, kisha akasema kwamba nisubirini, nitakuja na maamuzi yangu. Baada ya kusema hivyo, alinyanyuka akaingia chumbani. Dakika chache baadaye alirudi tena sebuleni. Lakini safari hii alikuwa ameshika karatasi na peni mkononi. Nilimwangalia kwa hofu. Alikaa chini akaweka ile karatasi mezani, kisha akaanza kuandika. Oya, nilianza kulia kwa sauti kubwa sana. Maana nilikuwa tu sikuhitaji akili kubwa sana kuelewa kile kilichokuwa kinaandikwa. Alikuwa anaandika talaka. Nilimsogelea kwa magoti, lakini hakuniangalia, aliendelea kuandika talaka. Lakini Mr. Omari hakutaka kujishughulisha kuongea na mimi. Aliendelea kuandika mpaka alipomaliza ndo akaniangalia na kusema kwamba nadhani hii talaka ndio kitu ulichokuwa unahitaji, shika. Hasa nilitumbua macho. Yaani yale maneno ni kama nilisomewa hukumu ya kifo. Shika bana, Mr. Omari alisema tena. Nikiwa bado sijui nifanyeje, nilishtukia Salma anapiga kelele. Nilipogeuka nakuta mama ameanguka chini. Niliinuka nikamkimbilia mama, tukasaidiana mimi na Salma kumnyanyua, maana alikuwa amepoteza fahamu. Nilimkimbilia. Tulimweka kwenye sofa. Nilikuwa natetemeka vibaya sana. Machozi hayakuacha kunitoka. Tukawa tunampepea tu. Mr. Omari akamwambia Salma afuate maji. Baada ya dakika chache mama alianza kupata fahamu. Alifumbua macho, mama alianza kulia na kunilaumu. Nilikosa cha kumjibu. Nijikokota kwa magoti hadi alipokuwa amesimama Mr. Omari, nikaanza kumwomba msamaha upya. Alinitazama kwa sekunde chache, kisha kauliza kwamba Azizi ni nani kwako? Swali lile lilinichoma moyo kama sindano. Nilitetemeka. Nikashindwa kujibu. Nakusikiliza. Ongea bana. Kwa hiyo unaendelea kukaa kimya ama? Ni rafiki yangu tu, nilisema kwa sauti ya chini sana. Mr. Omari alicheka kicheko cha maumivu. Rafiki? Na kaniambia ujinga wenu wote. Wewe unaniona mimi ni mtoto mwenzako Mwanamisi, si ndio? Yaani unaliona kabisa ni mimi
ni mwezio. Mimi ni mtoto wako wa kunidanganya, si ndio? Nauliza wewe. Hapana, alikwambia nini? Unataka nijue kila kitu nilichoambiwa? Au kubali ukweli? Aliniuliza ni nyamaza tu. Kwa mara ya kwanza machozi alianza kumtoka Mr. Murray. Hivyo unajua ninavyokupenda? Wewe nilikupa kila kitu, lakini hakutosheka. Kwa nini lakini? Kwa nini lakini? Mr. Murray alisema hivyo kwa uchungu. Sio hivyo. Tafadhali naomba nisikilize. Nilimwambia kusasa namshika mkono. Aliondoa mkono wake kwa nguvu kana kwamba kuguswa na mimi kulikuwa ni kosa kubwa sana maishani mwake. Ghafla mama alianza kupumua kwa shida. Salma alishtuka, akaanza kuita mama. Mama, vipi tena mama? Nirudi tena alipo mama. Nikasema kwamba mama usinitishe basi mama. Nizungumza machozi yanazidi kunitoka. Sasa Mr. Murray alisogea tulipo akasema kwamba pressure hapa imepanda. Hatuna muda kupoteza Mwana Hamisi. Kimbilia funguza gari haraka sana tumkimbize mama hospitali. Mr. Murray alizungumza. Nilinyanyuka nikakimbilia funguo. Nikarudi mbio. Tulimnyanyua mama, tukamtoa nje, tukamwingiza kwenye gari, tukamkimbiza hospitali. Tulipofika madaktari wakampokea, sasa tumeambiwa tusubiri nje. Akili yangu haikutulia kabisa. Machozi tu yalikuwa yanatoka. Mr. Omari akawa sasa ananibembeleza nitulie. Baada ya lisali moja, daktari akawa sasa ametuita na kutuambia kuwa mama anaendelea vizuri. Wamempima, pressure yake ipo sawa tu. Kwa hiyo tunaweza kuingia kumuona. Basi tuliingia alipolazwa, tukampa pole. Baada ya muda Mr. Omari alisema kuwa yeye inabidi arudi nyumbani. Mimi nibaki pale hospitali na Salma aende kule nyumbani akae na kina bibi. Salma na Mr. Omari wakaondoka na kuniacha na mama. Mwana, unajua kwa ukipoteza hii ndoa itakuwa balaa. Mama najua hivyo, lakini si mama nafanyaje? Hivi wewe una watoto gani wa kuelewa mambo? Ni kitu gani ambacho jamani? Mambo gani asambua amekufanya mpaka uendelee kuwasiliana na ule mpuzi wako? Sasa ngoja upate utalaka. Uje upumzike nyumbani mshenzi wewe. Mama ni matokeo kunilazimisha mama. Mimi nisema mama mzee, mimi siwezi kuishi naye mama. Niliposema hivyo, mama alinitandika kibao. Chinga wewe. Mapenzi yanakusaidia nini? Kumpenda babako mimi kumenipa nini zaidi ya dhiki? Kumenipa nini zaidi ya njaa? Sina nguo hata ya maana. Wanangu wanaishi kama kunguru. Wewe ni mpuuzi sana. Chinga sana wewe. Pumbavu kabisa. Nasemaje? Yaani ukiachika nitakutolea radhi. Mimi najifanya kupandisha pressure ili kuzuia talaka isitoke, alafu nakuja hapa kuendelea kuniletea stori za mapenzi. Nasema hivi, sitaki kuona unapata talaka. Utajua mwenyewe utakachokifanya. Utajua mwenyewe unafanyaje ili usiachike. Ila kaa ukijua ukipata tu talaka, usithubutu kuja nyumbani kwangu. Kamtafuta kwa mama yako aliyokuzaa. Pumbavu. Mama alisema hivyo kwa hasira. Maneno ya mama alinichoma moyo kuliko hata kibao alichonipiga. Nilikaa kimya nikimtazama tu. Machozi yalinitiririka. Kumbe hadi mama aliigiza tu kupandisha pressure ili talaka isiandikwe. Nilihisi kama dunia nzima imenigeuka. Sina pa kukimbilia wala mtu wa kunistiri. Nilijaribu kusema kitu lakini sauti ilikataa kutoka. Nilihisi koo langu limekauka kabisa. Mama aligeuza uso wake upande mwingine, akajifunika shuka kabisa na kulala shwa. Yaani kana kwamba hata kunitazama ilikuwa ni dhambi kwake. Usiku ule ulikuwa ni mrefu sana. Nilikaa kando ya kitanda cha mama nikimtazama tu akiwa amelala. Kila nilipofumba macho, maneno yake yalikuwa yanayorudia kichwani. Kwamba usithubutu kurudi nyumbani kwangu. Nijikumbusha nilikotoka, maisha ya shida, njaa, kuvaa nguo zilizochakaa, na sasa mama alikuwa tayari kunifukuza kabisa. Machozi yalinitoka sana. Nilijiuliza kwamba Mungu, nifanye nini mimi? Asubuhi ilipofika, wauguzi walikuja kumpima mama. Hali yake ilikuwa imeimarika zaidi.
Baada ya muda Salma alifika hospitali. Aliponiona alishtuka sana. Aliuliza ya kwamba Mwanahamisi, umechoka hivi? Umelia usiku kucha ama? Aliniuliza kwa huruma sana. Nilimkumbatia na kuanza kulia tena. Salma, sina pa kwenda. Mama hataki kuniona nikiachika. Nilimwambia Salma. Mama alibaki kimya tu. Salma akauliza kwamba na unataka nini? Unampenda nani? Mimi nampenda Azizi. Basi jiulize, huyo Azizi yuko tayari kubeba mzigo wako wote au anakusukuma tu uharibu ndoa yako alafu akimbie? Nilikaa kimya. Sikuwahi hata kufikiria hilo kwa undani. Kwa hiyo sasa na Mr. Omari, unajua huyo mtu anakujali sana. Hata jana ulivyoanguka alichanganyikiwa. Hata mama anajua hilo. Ndio maana anapambana kuhakikisha ndoa yako ivunjiki. Salma alizungumza. Ghafla mlango ulifunguliwa. Mr. Omari akaingia. Moyo wangu ulianza kudunda kwa nguvu. Sikumtazama hata usoni. Alimsalimia mama kisha akageuka kuniangalia. Mwanahamisi, hebu njoo tuongee nje kidogo. Basi nisimama polepole, miguu ikiwa kama imekosa nguvu. Nikamfuata nje ya wodi. Tulipofika nje, alisimama akaniangalia moja kwa moja machoni. Kuna kitu nataka uniambie leo. Wewe niambie tu kweli wote bila kunificha chochote kile. Nilihisi pressure ikinipanda msikilizaji. So nilimuuliza kwamba kweli gani? Kuhusu yule kijana. Ukiamua kusema ukweli mimi nitajua cha kufanya, lakini ukinidanganya tena. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa nguvu sana msikilizaji. Nilihisi miguu yangu ikilegea. Moyo ukawa unapiga kwa nguvu sana kiasi kwamba nilihisi kama kila mtu angeweza kusikia. Nilimtazama Mr. Omari kwa hofu. Macho yake yalikuwa makali lakini yamejaa maumivu mazito. Ukweli ni kwamba Azizi si rafiki tu, ni mtu niliowahi kuwa naye kabla, yani kabla hii ndoa, na bado sijafanikiwa kumtoa moyoni. Kwa hiyo umeamua kuendelea kuwasiliana naye ukiwa ndani ya ndoa yangu, si ndio? Sikutaka iwe hivyo, ilitokea tu. Mimi nilikuwa nachanganyikiwa, sina furaha. Na mimi je? Mimi sijakupa nini Mwanahamisi? Nilikupa heshima. Mimi nilikuwa ninakujali. Nikakupa kila kitu unachohitaji. Lakini kumbe moyo wako upo kwa mtu mwingine, si ndio? Samahani. Tafadhali naomba usiniache. Wewe mwenyewe unasema kwamba humpendi mume wako. Bado unataka ndoa iendelee? Nilishindwa kujibu. Ukweli ulikuwa wazi, lakini maisha yangu yalikuwa yamenibana kila upande. Mwanahamisi, unajua ndoano haiwezi kushikilia samaki wawili kwa wakati mmoja. Lazima uchague. Unataka nifanye nini? Nataka ukweli wako uwe na uamuzi leo. Leo? Yeah. Ama unakata mawasiliano yote na huyo Azizi na uanze upya na mimi, au uchague yeye. Alafu ukishamchagua yeye basi mimi nitaondoka kabisa kwenye maisha yako. Msikilizaji, nilibaki nimeduaa. Hii haikuwa tena hadithi ya kujitetea msikilizaji. Ilikuwa ni uamuzi wa maisha. Kwamba nikimwacha yeye ataamua kuendelea na maisha yake, ataniacha. Kumbuka ya kwamba uamuzi wako hautaniathiri mimi tu. Utaathiri mama yako, utaathiri familia yako na maisha yako yote yajayo. Nilihisi pressure msikilizaji ikipanda. Upande mmoja kulikuwa kuna Aziz, mwenye moyo wangu. Upande mwingine kulikuwa na Mr. Omari, maisha mazuri na msaada wa familia yangu. Mr. Omari hakuongeza neno, akaondoka. Akaniacha nimesimama pale nje ya wodi, nikiwa nimebaki na mzigo mzito wa uamuzi ambao ungeweza kubadilisha maisha yangu yote.
Nilibaki najiuliza, Mungu, nifanye nini? Nilisimama pale nje ya wodi nikiwa kama nimegandishwa. Miguu ilikataa kusogea. Akili yangu ikawa kama imechanganyikiwa kabisa. Kila upande niliotazama ulikuwa na maumivu yake. Kwa Azizi, moyo wangu ulikuwa bado kwake, lakini sikuwa na uhakika kama angeweza kunimudu. Mr. Omari alikuwa amenipa kila kitu, lakini sikuwahi kumpa moyo wangu. Nilisema ya kwamba, Mungu, siwezi kufanya huu uamuzi. Nilisema kwa machozi yakinitoka mfululizo. Ghafla kifua changu kilianza kubana. Pumzi zikaanza kukata. Mapigo ya moyo yakawa yanaenda mbio sana. Nilijaribu kuvuta pumzi ndefu, lakini haikuingia vizuri. Nilijishika kifua changu kwa nguvu, nikihisi kama nakosa hewa. Mwili wangu ukaanza kulegea. Macho yakaanza kuona ukungu. Kabla sijajua nifanyeje, nilijikuta nikianguka chini. Niliposhtuka nilikuwa tayari nipo kitandani ndani ya wodi. Nikamwona Salma akiwa pembeni yangu. Aliponiona nimefumbua macho alinisogelea. Damwana, asante Mungu umeamka, alisema. Nijaribu kuzungumza lakini sauti ilitoka kwa shida sana. Nilimuuliza ya kwamba nini kimetokea. Ulianguka nje ya wodi. Yaani sijui ulitokeaje tu, lakini ulianguka. Basi nilifumba macho kwa sekunde chache. Kumbukumbu zikarudi zote. Maneno ya mama, shinikizo la Mr. Omari, na ule uamuzi mzito alipotaka ni uchukue. Machozi yakaanza kunitoka tena. Salma, siwezi kuchagua. Siwezi kuchagua. Kuchagua? Kutokuchagua nao ni uamuzi mwana, au umesahau? Namaanisha nini? Kama wewe hutachagua, maisha yatakuchagulia yenyewe, na mara nyingi huchagua upande ambao hauko tayari nao. Ghafla mlango ulifunguliwa. Mr. Omari akaingia. Safari hii hakuwa na ukali ule wa mwanzo. Alinitazama kisha akauliza kwamba umeshindwa kufanya uamuzi, sivyo? Sikujibu. Sijui hilo lilikuwa tayari, sifahamu kama ni swali hilo mimi nilikuwa nipo tayari kulijibu. Aitikisa kichwa kidogo kwa masikitiko. Sawa, basi acha mimi nichague kwa ajili yako mwana Hamisi, alisema Mr. Omari. Moyo wangu ulishtuka sana. Nilimuuliza kwa hofu ya kwamba unamaanisha nini? Kuanzia leo nataka utoke kwenye maisha yangu. Salma alishtuka sana, akasema, Mr. Omari, tafadhali usifanye hivyo. Salma alimsihi Mr. Omari lakini hakumsikiliza. Nimejaribu Salma, mimi nimejaribu, lakini mimi siwezi kuishi na mtu ambaye moyo wake haupo kwangu, upo kwa mtu mwingine. Mimi nimechoka kupigania kitu ambacho hakipo bwana. Msikilizaji, nilimtazama Mr. Omari, machozi yakanitoka. Hapana, tafadhali naomba usifanye hivyo. Naomba nipatie muda, nitajirekebisha. Muda ndio nilikuwa nakupatia tangu mwanzo. Sasa unavyosema kwamba unahitaji muda kujirekebisha kivipi sasa? Mimi leo nimechagua cha kufanya bwana. Aliposema hivyo aligeuka na kuondoka. Lakini kabla hajafungua mlango nilimkimbilia nikamshika miguu na kuanza kulia. Niliangusha kilio mpaka daktari alikuja kuuliza kuna tatizo gani. Ilibidi Mr. Omari apoe kwanza. Wakaninyanyua na kunirudisha kitandani. Daktari akaanza kunisii nitulie maana naweza kujiumiza, hali yangu ipo sawa bado, hivyo nitulie. Salma alimwomba Mr. Omari kuwa tutaenda kuongelea hayo mambo nyumbani. Baada ya muda hali ilitulia kidogo. Nikamuuliza Salma, mama anaendeleaje? Akaniambia alisharudi nyumbani na amechukia sana, hata nilipopata shida amesema hataki kukaa hapo hospitali, anarudi nyumbani kupumzika, nitajua mwenyewe na ujinga wangu. Niliumia sana baada ya kuona mama hataki hata kujua naendeleaje. Nilibaki pale hospitali. Baada ya siku 2 nikawa sasa nimerudi nyumbani. Mr. Omari akasema kuwa kwa kuwa sasa naonekana nimeshindwa kuamua, ameamua yeye ndio achukue uamuzi ili tusiendelee kupotezeana muda kujadili mambo yale tu kwa muda usiojulikana. Maana na mambo mengi sana kufanya ambayo ni ya muhimu sana. So mimi nibaki kimya tu, sikuwa na la kusema. Kwanza akanipa simu yangu, nilipokea kwa sasa natetemeka. Kisha akanipa bahasha. Hii ni talaka yako, wewe naomba uisome. Kisha utaipeleka na nyumbani waisome. Maana mimi siwezi kuwa na mwanamke ambaye nashia na mtu mpuzi tu.
Nilihisi mwili unaregea. Nikasema safari hii nisipokufa, yaani nisipokufa na pressure, sijui. Maana sipumziki kupewa mishtuko. Mikono yangu ilikuwa ikitetemeka sana isa. Machozi yalikuwa yananitoka. Moyo wangu ni kama kuna mtu anachoma kisu. Sikutaka hata kuifungua ile bahasha. Nilikuwa natetemeka. Lakini nilijua sina namna. Fungua. Basi nikaanza kufungua ile bahasha polepole. Nilitoa karatasi, nilianza kuisoma. Nilikuta kaiandika kanipa talaka moja. Nilihisi napata afueni kidogo. Nikakaa chini nikiwa sasa siamini nilichokisoma. Yaani umenipatia talaka moja? Ndio, hiyo ni talaka moja. Bado una muda wa kufikiria unataka nini kwenye haya maisha. Tafadhali naomba unisamehe. Mimi nakuahidi nitabadilika, sitarudia tena. Naomba unisamehe. Mwanahamisi, kuomba msamaha sio suluhisho, lakini kuamini tena ndio ngumu. Naomba nipate nafasi tafadhali. Hata hii talaka moja naomba isiwe mwisho. Kama kweli unataka hii ndoa ibaki hai, basi onyesha kwa vitendo. Kata mawasiliano yote na huyu Azizi na uanze upya. Na kama ukishindwa, basi hiyo talaka moja itageuka kuwa 3 kabisa. Hiyo talaka mimi nimekupa, ila utabaki hapa ndani. Asante. Nimekuelewa mume wangu. Sawa, nyanyuka. Mr. Mari alisema na kuninyanyua, kisha akanikumbatia. Tulibaki tumekumbatiana kwa muda mrefu. Kimya kikiwa kimetanda. Taratibu nilihisi mapigo ya moyo wake yakitulia, na ya kwangu pia akaanza kutulia. Tuache yaliyopita na tuanze upya. Basi machozi yalinidondoka, lakini safari hii hayakuwa maumivu, yalikuwa ni ya chembe ya matumaini. Asante. Sitakuangusha tena, nilimjibu kwa unyenyekevu. So baada ya muda niliingia jikoni, nilihakikisha napika kwa moyo wangu wote, nikatayarisha chakula kizuri. Nilipomaliza niliandaa meza vizuri, nikawakaribisha Salma na Mr. Mari. Mr. Mari alikuja na kukaa mezani. Muda si mrefu Salma naye alifika, lakini alipotuona tulivyokaa karibu tunarishana, alisimama kidogo akashangaa, akasema kwamba vipi tena? Mambo yamekuwa sawa ama? Aliuliza kwa mshangao. Mr. Mari alimtazama kisha akasema kwamba yameisha, mambo yamekaa sawa. Salma alitabasamu kwa furaha akasema, alhamdulillah, nilikuwa na wasiwasi sana jamani. Basi tukaanza kula pamoja. Ulikuwa ni muda wa kipekee sana. Familia ilirejea kwenye amani. Baada ya kumaliza kula, Mr. Mari alisema tujiandae twende kwa mama. Tulijiandaa na kuondoka pamoja. Sasa tulipofika, mama alitukaribisha. Alionekana kushangaa kidogo kutuona wote pamoja. Karibuni wanangu, alisema. Tulikaa, kisha Mr. Mari akaanza kuzungumza. Mama, nimeamua kumpa Mwanahamisi talaka moja. Talaka? Mama alishtuka sana. Ndio, lakini ni talaka moja tu. Mimi nimempa nafasi ya kubadilika. Akiarudia makosa yale, basi mimi nitachukua uamuzi mwingine. Mama alinigeukia. Mwanangu, ndoa ni uvumilivu. Mume wako anakupenda sana, ndio maana bado yuko na wewe. Tafadhali naomba utulie kwenye ndoa yako. Usiharibu kile ulichonacho. Umenielewa? Nimekuelewa mama, sitarudia tena. Haya, basi mshikamane, mjenge upya. Baada ya mazungumzo tuliondoka na kurudi nyumbani. Tulipofika nyumbani, tulifika kwenye mlango mkubwa, tukakuta mlango ulikuwa wazi. Mr. Mari akauliza kwamba nyie mkufunga mlango? Nikamjibu nilifunga. Basi tuliingia ndani tukamkuta kijana mmoja hivi amekaa kwenye sofa, ameshika glasi ya wine. Alikuwa kijana wa kuvutia sana, mtu ambaye huwezi kumaliza kumtazama mara moja. Alikuwa ni kaka fulani hivi, maji ya kunde, sijui ndo chocolate color. Kwanza kuniona tu alinitazama kuanzia juu mpaka chini. My son. Sauti ya Mr. Mari ilinishtua kutoka kwenye mshangao wa kumwangalia yule kijana. Yes daddy, alijibu yule kijana na kusogea tulipo. Akamkumbatia Mr. Mari. Mr. Mari akamuuliza kwamba mbona umerudi kimya kimya? Daddy, nilitaka surprise tu daddy. That's why sijasema chochote. Well. You're welcome home. Asante sana baba. Habari zenu watoto wazuri? Yule kijana alitusalimia mimi na Salma, tukabaki tumeangaliana. Mr. Mari akaingilia kati na kumpa maelezo kuwa mimi ndio mama yake na mwingine ni mdogo wangu.
na kisha akatugeukia mimi na Salma na kutuambia kuwa huyo ni mtoto wake anaitwa Abdul. Basi Abdul alituchangamkia, akasema mimi ananijua, aliniona kwenye picha ila tu picha hazinitendei haki. Kwa kwenye picha ni mzuri ila live ni mzuri zaidi. Na kweli babake anajua kuchagua. Basi tulicheka pale. Kiukweli Abdul alikuwa ni mchangamfu na ilionyesha kuwa alikuwa hana noma na mimi tofauti na Farida. Basi Mr. Omari akasema kuwa leo tupumzike kisha kesho tutatoka out kidogo na mgeni. Asubuhi ya siku iliyofuata sisi tukajiandaa twende chuo bwana. Tuliandaa chai, tukanywa watatu, yani mimi, Salma na Mr. Omari. Abdul bado alikuwa hajaamka. Tulipomaliza Mr. Omari akaniambia kuwa niende kumamsha Abdul tujue kama yuko sawa kabla hatujaondoka. Basi nilienda paka mlangoni kwake, nikagonga hodi, akaniambia niingie. Nikawaza niingie kweli? Nijifikiria nikaamua niingie. Nilimkuta kaka kitandani kavaa boxer tu. Nilimsalimia na kumwambia kuwa baba yake kaniagiza nimwangalie kama yuko sawa. Akasema amefurahi sana mimi kuwa mtu wa kwanza kumuona. Basi alinyanyuka na kuja niliposimama mimi. Alinishika mkono na kusema kwamba unaweza kufanya hivi kila siku. Yani nifanyeje? Yani niwe nakuona kila siku kabla ya kumuona mtu yote yule. Kivipi yani? Nilimuuliza kwa sasa natetemeka, maana jinsi alivyokuwa amenishika mkono nilianza kujisikia vibaya. Hakusema kitu. Alisha kutabasamu tu kisha akanikisi mkononi. Nijitoa haraka sana, nikatoka nje kusasa moyo na nienda mbio. Haraka sana nikarudi sebleni. Nilikuta Salma na Mr. Omari bado wananisubiria. Waliponiuliza kama niko sawa, niliwajibu kuwa niko sawa na Abdul yupo sawa. Basi tukawa tumetoka. Tulipofika chuo, akili yangu ilikuwa inarudi nyumbani. Nikawa nasema sitaki kabisa huu ujinga wa kumwaza Abdul. Yule ni mtoto wa mume wangu. Baadaye Mr. Omari alinipigia simu na kuniambia kuwa kuna safari ya dharura ameipata. Hivyo anaenda muda huo mkoani. Hivyo mimi na Salma tukodi usafiri wa kuturudisha nyumbani. Tulipofika nyumbani, Salma naye akaniambia kuwa yeye anaenda kwa shemeji yangu, tutaonana kesho chuo. Nikawaza sasa hapa mimi nabakija na Abdul peke yetu. Niliwahi kupika haraka sana. Muda huo wote Abdul alikuwa chumbani kwake. Nikaandaa mezani, nikapakua chakula changu, nikaenda nacho chumbani kwangu, nikasema sitoki mpaka kesho asubuhi. Nikakaa kama masaa mawili hivi. Muda huo sasa yani time ilikuwa inakimbia vibaya mno. Na ilikuwa ni saa 4 usiku. Nikasikia tu mlangoni hodi. Nilijua tu ni Abdul. Nikakausha. Sasa akaamua kuita. Akaita mama. Nikasema hapa siitiki. Aligonga sana, mimi nipo kimya. Nikasikia sasa anampigia baba yake kumuomba baba yake namba yangu. Niliwahi nikatoa simu sauti. Sasa namba ikaanza kunipigia, sikupokea. Yaani nimejifanya nimelala, sisikii chochote. Mwisho alichoka kupiga na kaondoka. Kesho yake asubuhi niliwahi kuamka nikafanya kazi zangu, niwahi chuo, naye akawa ameamka. Akanisalimia vizuri tu na wala hata hakuniambia kuwa jana alinigongea. Nami sikutaka niulize, hivyo nikashukuru tu. Nikaondoka zangu chuo. Sasa nilivyokuwa naenda chuo nikasema nimtafute Azizi nimwambie kuwa kanisababishia matatizo hata siri nafanyaje. Lakini akapokea mwanamke akanitukana sana. I say roho iliniuma. Nikajaribu kupiga tena, simu ikapokelewa na Azizi. Naye akaniambia nikae mbali naye. Hanitaki tena. Niendelee tu na huyo mume wangu. I say niliumia sana. Niliumia mno kuithamini familia yangu kuliko mtu anayenipenda. Nilipofika chuo nikashangaa Salma hajaja. Nilijaribu kumpigia hapokei. Nikaamua sasa ngoja nimwache niendelee tu na vipindi kwanza. Baadaye nimaliza vipindi. Ile natoka nje, Mr. Omari akanitumia ujumbe mfupi kuwa amemwelekeza Abdul hapo chuo kwetu anakuja kunifuata. Nikasema toba. Dakika 2 nyingi Abdul akanipigia na kuniambia kuwa yupo nje ya gate la chuo ananisubiri twende nyumbani. Yani utafikiri nimemuomba vile. Nilitoka nje kweli nikamkuta. Nilipofika karibu yake akanifungulia mlango wa gari nikaingia. Naye alizunguka upande wa dereva akapanda. Alipoingia tu nikamsalimia lakini alishia kutabasamu. Nilimshangaa nikajisemea kweli duniani kuna watu wana matatizo makubwa sana. Sasa na mimi nikakaa kimya. Mara mdogo wangu Leila akanitumia ujumbe mfupi na kuniambia kuwa Salma ameenda nyumbani tangu asubuhi analia. Mama anamuuliza ana shida gani hajibu. Paka amerudi shule bado hataki kuongea na mtu, amejilaza tu chumbani.
Sasa nikaamua nimpigie simu Salma, lakini hakupokea. Nikaamua nifike nyumbani kwanza kisha nimpigie mama niweze kuongea naye hilo swala la Salma. Sasa baada ya kimya chetu kirefu mimi na Abduli, hatimaye Abduli akaniongelesha akasema kwamba mama, vipi masomo yanaendaje? Safi tu. Afu mamdogo uko wapi kwani? Maana nimejikuta na msahau wakati tunatoka pale chuo. Au amsomi pamoja? Tunasoma wote. Yeye ameenda nyumbani kumsalimia mama. Sawa. Ila mama, una miaka mingapi? Na miaka 17. Bado ni mdogo sana mama. Ila mzee wangu anapenda kujipendelea sana. Abduli aliongea hivyo, mimi nikaa kimya tu. Unajua kila wakati nikiwa karibu na wewe yani sipendi tu kaa kimya. Kuna hisia fulani hivi ninazipata zisizoelezeka. Abduli alizungumza tena. Nilijaribu kutabasamu, lakini moyo wangu ulikuwa ukipiga kwa kasi. Nilijua alimaanisha zaidi ya kawaida, na vile vile nilihisi kufadhaika. Unajua kweli mama, yani naomba tu nikwambie tu kweli mama. Mama wewe ni mzuri sana. Sio rahisi ukaa na wewe bila kusema ukweli wa moyo wangu. Abdul, uko nje ya mipaka. Mimi ni mke wa babako. Usijaribu kunitongoza. Sawa. Mimi najua kuna mipaka. Mimi sitafanya chochote kinachoweza kukusumbua mama. Lakini mimi siwezi kuficha jinsi ninavyohisi mama. Ni kweli nakupenda sana mama. Yaani kila wakati tukikaa pamoja hivi naona wewe ni tofauti na wengine. Unajua unanifanya najisikiaje? Yaani najisikia furaha isiyoelezeka mama. Abdul, nimesema mara moja na nitasema tena. Mimi ni mke wa babako. Na haufai kunitongoza, unaelewa? Nimechoka na tabia yako kujaribu kuvunja heshima yangu. Mimi si mzuri wa kukushangaza ushindwe kujishikilia. Niliongea hivyo kwa hasira, akasema kwamba samahani mama, naomba unisamehe, najua nakosea. Abdul aliomba msamaha, nilishia kumsonya tu. Akawa amekoma kuniongelesha ujinga wake. Tulifika nyumbani nikaamua kumtafuta mama. Nikamuuliza kuhusu Salma, akanambia ndio yupo hivyo kama alivyoniambia Leila. Tumwache tu. Hata hamua mwenyewe kusema linalomsumbua. Basi nikaamua nipotezee. Nilijiongeza tu itakuwa ni kagombana na mpenzi wake au amemfumania. Basi mimi nimtafuta Mr. Omari, akanambia kuwa kesho asubuhi atakuwa kasharudi. Na muda huo yupo safarini. So mimi niingia jikoni kuandaa chakula cha usiku, nikatenga tukala. Kisha nikamtakia Abdul usiku mwema. Nikaelekea chumbani kwangu kulala. Lakini hazikupita dakika 5, Abdul akaja kunigongea mlango. Niliamua niende kumfungulia tu, ila nilipofungua tu mlango tu akanifunika na kitambaa puani. Alinikandamiza kile kitambaa puani, nikaanza kukosa pumzi. Nikalegea mwili mzima, nikadondoka chini na kupoteza fahamu. Nilikuja kupata fahamu asubuhi na kujigundua kuwa Abdul alinibaka. Nilijikuta kitandani peke yangu. Hasira nilizokuwa nazo ile siku, sijui hata nizipata wapi. Nilipata wazo tu ni muue Abdul. Nilikumbuka Mr. Omari huwa ana bastola. Nilipekua kwenye kabati nikaipata. Nilitoka chumbani kwa tahadhari, nilianza kumtafuta Abdul. Nikaanzia chumbani kwake. Nilimkuta yupo kakaa tu kitandani. Alipoona nimeingia tu alishtuka. Ile bastola niliificha kwa pani. Nikaa nimemsogelea mpaka alipo. Aliniangalia mara moja, akajisikia aibu, akashusha macho chini. Nilichomoa ile bunduki, nikamwekea kwenye kifua usawa wa moyo, nikafyatua. Nilipofyatua risasi nikashangaa haijatoka risasi, bali ilitoka kama cheche tu. Abdul alitetemeka. Nilishangaa kumbe haikuwa bastola yenye silaha ya moto. Lakini nikaendelea kufyatua. Kwa kuwa nilikuwa na hasira, ilikuwa ni kama ni adhabu tosha kwake. Nilitetemesha, kila alipojaribu kunizuia alishindwa. Nikawa sasa nampiga shoti ovyo ovyo tu mpaka nikashangaa nimepoteza fahamu. Hapo ndio kama akili na huruma ikaniingia. Nikakimbia chumbani nikiwa sijui nifanye nini. Nijiandaa haraka, nikakimbia nje. Nikamdanganya mlinzi kwa Abdul ameanguka, tumpeleke hospitali. Ikabidi sasa tuite bajaji, tukasaidiana pale tukamkimbiza hospitali. Tulipofika kule nilidanganya maelezo kuwa ameanguka tu. Basi wakaanza kumpa matibabu. Baada ya muda daktari alituita akasema mgonjwa anaendelea vizuri. Hivyo nikamwambia mlinzi abaki na mgonjwa, mimi niende nyumbani kwa kuwa hakuna mtu. Sasa nilipofika nikamkuta Mr. Omari amerudi na kusema kuwa hajakuta mtu yoyote na milango yote ipo wazi. Tulienda wapi? Sasa ikabidi nimwambie kwamba tulimpeleka Abdul hospitali. Akaniuliza, ana shida gani?
Ikabidi tu nimdanganye kwamba ameumwa ghafla. Akasema basi nimpeleke kwa hospitali, maana inaelekea ilikuwa ni shida kubwa, maana akakuta nyumba ipo ovyo ovyo tu, hata kitanda sijatandika. Aliposema hivyo nilikumbuka kilichotokea. Nilitamani niangushe kilio, ila nikawaza itakuwa shida kubwa, heri ninyamaze. Ilibidi sasa nirudi naye hospitali, kisha mlinzi ndio aende nyumbani. Tukawa tumeingia kumuona mgonjwa. Nilikuwa natetemeka kuonana naye, yani mpaka Mr. Omari akashangaa nina tatizo gani, ila nilimwambia sina tatizo lolote le. Basi tukawa tumeingia. Abdul aliponiona alionyesha hofu sana, nami nikajikausha tu. Babake akawa sasa anamuulizia hali na nini kimemkuta, akasema hata mwenyewe haelewi, anaomba apumzike tu kwa muda huo. Nishukuru, nilijua akisema kilichotokea nimekwisha, maana nina uhakika tu Mr. Omari hawezi kuwa upande wangu, atakuwa upande wa mwanae. Ilipofika jioni daktari alimpatia ruhusa Abdul, tukarudi nyumbani. Tulipofika nyumbani Mr. Omari alimsaidia Abdul kukaa kwenye sofa, kisha akanitaka nimtengenezee kitu cha kunywa ili apate nguvu. Nilikubali. Nikaelekea jikoni huku sasa nikihisi pressure kubwa moyoni mwangu. Nilianza kujifikiria nisema alichonifanyia Abdul au nikae kimya. Hivi aibu nitavumilia vipi yani? Na je, nisipoeleweka itakuwaje? So nikiwa jikoni, simu yangu iliingia ujumbe mfupi. Nilichukua na kuangalia. Niligundua ujumbe umetoka kwa mdogo wangu Leila. Nilifungua na kusoma. Moyo wangu ulishtuka sana. Alikuwa amesema kuwa hatimaye amegundua kinachomsumbua Salma. Nilipata na mshtuko mkubwa. Maswali yakaanza kunijia kichwani. Ni nini hicho? Na kwa nini iwe siri kiasi hicho? Mpaka Salma akatae kuelezea. Basi haraka nikajibu nikihitaji kujua ukweli huo. Lakini kabla hajaniambia, Leila alinitaka kwanza nimhakikishie jambo kuwa sitafanya jambo baya baada ya kujua kweli. Maneno yake yalinifanya sasa nizidi kupata wasiwasi. Niliwaza ni kitu gani hicho hadi ananiomba ahadi ya namna hiyo, lakini hamu ya kujua ilizidi ikichanganyikana na hofu. Aisee, sikuwa na namna tena. Nikaahidi kuwa sitafanya jambo baya ili mradi tu anieleze ukweli. Baada ya kumtumia huo ujumbe, nilibaki nimesimama pale jikoni nikisubiri kwa hamu kubwa, huku moyo wangu kidunda kwa kasi. Nilisubiri kwa muda, nikaona Leila anachelewa kunijibu. Nikaamua sasa nitoke tu nimpelekea Abdul kahawa. Nilifika mpaka alipo. Mdogo sasa alikuwa peke yake tu. Babake alikuwa ameshaenda chumbani. Hali ile sasa ilinifanya nizidi kuingiwa na hofu. Nilihisi kabisa kuwa mambo hayakuwa yameisha, bali alikuwa anaanza. Abdul aliniangalia sana, kisha akasema kwamba mama, tuna jambo la kuzungumza. Sasa kabla sijamjibu, simu yangu ilitetemeka, ishara kuwa ujumbe mwingine umeingia kutoka kwa Leila. Nilitoa lock faster nisome ule ujumbe. Nilikuta Leila kaniandikia kwamba dada, ingia WhatsApp, kuna kitu nimekutumia. Nilipata hofu, nikaamua sasa kureply SMS kwanza. Nikamuuliza kwamba umenitumia nini Leila? Mbona unanitisha? Umetuma picha au ni nini? Akasema dada, ingia tu utakuta hicho nilichokutumia, maana kuelezea nisingeweza, na ukiingia uwe mwenyewe dada. Leila alinijibu. Nikaamua tu ngoja nirudi jikoni nione hicho nilichotumiwa. Basi nirudi jikoni haraka. Mikono yangu hapa ilikuwa inatetemeka bila hata sababu ya kueleweka. Yaani moyo ulikuwa unadunda ile mbaya. Kama vile unajua kwamba kuna jambo bali linakuja. Nilipofika nikafungua WhatsApp. Ujumbe wa Leila ulikuwa juu kabisa. Nilibonyeza. Kwanza nikakutana na text ya Leila. Kaandika kwamba dada, yani da Salma ni mpumbavu wa mwisho. Licha ya yote anayofanya shemeji kwetu, eti leo hii anathubutu kufanya ujinga kama huu. Ile SMS ilinitisha. Nikairudia tena kuisoma kwamba dada, yani da Salma ni mpumbavu wa mwisho. Licha ya yote anayofanya shemeji kwetu, leo hii anathubutu kufanya ujinga kama huu. Sasa ule ujumbe unajua ulinitisha, maana chini ya ile text kulikuwa na audio ambayo ilionyesha ipo forwarded. Nilienda chumbani kufuata earpods. Uzuri nikakuta Mr. Omari kasinzia. Hivyo sasa nilichukua na kutoka faster kurudi jikoni, nikaanza kusikiliza ile audio. Ilianza kusikika sauti ya Mr. Omari. Salma, unajua kuwa kwa muda mrefu umekuwa ni mtu wa kunisumbua ukihitaji hiki kitu, lakini sijaona maajabu yote ulionayo. Na ndio maana jana nimekuambia wazi. Unafahamu kuwa nampenda sana dada yako. Licha mapungufu yote alionayo, bado sioni wa kufanana naye. Na kizuri, I say,
Sasa nikasema Hasop is so unique. Sijaona ufundi wako wote ambao kila wakati ulikuwa unaahidi kuwa unao wa kumzidi yeye. Yaani nikilinganisha tunda lake na lako, naona kama la kwake ni la kipekee sana. Hivyo kuanzia leo hii, kaa mbali na mimi kabisa binti. Na kama usithubutu kufanya jambo la tofauti kwa mke wangu, maana mimi nimekupa nafasi umeshindwa kuitumia. Hivyo kamwe usidhani unaweza kupata nafasi ya kulala mimi tena. Nilipomaliza kusikiliza ile SMS nilichoka. Nikashindwa kuamini ninachokisikia. Yaani ni kwamba Salma ametembea na mume wangu au nini? Ilibidi nimpigie Leila anieleweshe vizuri. Sasa Leila akaniambia kwamba ni kweli. Na hapo amepata hiyo voice kwa bahati tu. Alitaka kuchukua na screenshot, ila sasa mwenyewe angemkuta. Akaamua tu ajiforwardie hiyo voice note. I say, na muda huo anafanya hivyo Salma alikuwa ameenda chooni. Kwa aliona afanye hivyo kabla Salma hajatoka chooni. Maana alienda chooni tu, bahati mbaya akasahau kuweka lock. Sasa Leila akaniambia kwamba dada, naomba utulie, usikurupuke kuchukua uamuzi. Ikiwezekana njoo huku nyumbani uongee na mama. Mimi roho imeniuma sana alichofanya da Salma. Kwa hiyo nimeshindwa tu yani sielewi hata nimweke fungu gani dada. Muda huo nimeganda, mara Mr. Mari aliingia pale jikoni na kuniuliza kwamba mke wangu kuna kitu ulichukua kwenye drop. Ase, nilipomuona nilichukua mwiko nikamrushia akaukwepa. Hasira zilinipanda sana. Nilihisi damu ikinichemka ise. Sikujua hata nafanya nini tena. Nilipomrushia ule mwiko na akaukwepa nilihisi kama amenipandisha hasira zaidi. Nilipiga kelele kwa sauti ya juu iliyokuwa imejaa maumivu na hasira. Nikashika sahani iliyokuwa juu ya meza ya jikoni, nikaipiga chini kwa nguvu ikavunjika vipande vipande. Mr. Mari alishtuka sana. Akauliza Mwanamizi, nini kinaendelea bwana? Lakini sikumsikiliza. Nilikuwa kama nimerukwa na akili. Nilikamata kikombe kingine nacho nikakitupa ukutani kikapasuka. Akasema kwamba Mwanamizi tulia bwana tafadhali. Nini shida bwana? Alisogea karibu yangu akijaribu sasa kunishika. Nilimsukuma kwa nguvu. Nilimwambia kwamba usiniambie nitulie. Wewe ni mnafiki. Nilimfekea kusasa machozi akinitoka kwa uchungu. Nilichukua sufuria iliyokuwa jikoni nikaitupa chini kwa hasira. Mr. Mari akasema kwamba wewe sasa unataka kuniua kwa pressure wewe mwanamke. Hebu tulia basi kwanza tulia basi unisikilize. Mr. Mari alijaribu kunizuia kwa kunikamata mikono yangu, lakini nilikuwa nikipambana naye nikimwambia kwamba no, nisikilize, unataka nikusikilize nini? Niache. Naomba niache. Nilipaza sauti huku sasa nikijaribu kujinasua. Alinishika kwa nguvu zaidi. Akanivuta karibu yake. Mwanamizi, shida nini? Una shida gani bwana? Hebu tulia, niambie shida nini? Nilimwangalia kwa macho yaliyojaa chuki. Nijaribu tena kujinasua ili nichukue kitu kingine nivunje, lakini safari hii alinibana kwa nguvu zaidi, akinizuia kabisa. Mwanamizi, hebu tulia bwana, sawa? Usijiumize bwana na usivunje kila kitu, sawa? Tafadhali, naomba nisikilize. Nini shida mke wangu? Naomba niambie, nini shida? Kuna shida gani? Maneno yake hayakunituliza. Akili yangu ilikuwa imejaa picha moja tu, Salma na mume wangu wamelala pamoja. Nilianza kulia kwa sauti sana. Nikamwambia kwa nini unifanyie hivi? Niliongea. Sasa nilia kwa uchungu mkubwa sana. Mr. Mari alibaki amenishika tu, akijaribu kunituliza, huku sasa hajui nina tatizo gani. Maana nilikuwa nalia tu pasipo kumpa majibu. Kwamba kila akiniuliza na shida gani mimi nakaa kimya. Nijikuta nikiwa nimechoka kabisa. Mwili umekuwa ni mzito, machozi yakiendelea kunitoka bila hata kujizuia. Mr. Mari alikuwa bado amenishika, lakini safari hii sikupambana tena. Nilikuwa nimeishiwa nguvu. Alinipeka taratibu hadi sebuleni, akanikalisha kwenye sofa. Muda huo Abdul hakuwepo hapo sebuleni. Basi Mr. Mari akazungumza akasema kwamba Mwanamisi, tafadhali naomba unieleze nini kinaendelea. Nilimwangalia kwa sekunde chache, halafu nikasimama. Bila kusema neno lolote nilienda kuchukua simu yangu jikoni, nikarudi nayo. Nikafungua ile audio ya Leila. Nikamwekea asikilize. Sikutaka hata kumwangalia usoni wakati ile sauti yake mwenyewe ikisikika. Aliposikia uso wake ulibadilika taratibu, akabaki na mshangao. Kisha akashusha pumzi ndefu. Mimi nilikuwa namtazama tu. Macho yangu yalikuwa mekundu kwa kulia. Vipi? Bado tunaniambia nisikilize? Au hii sio sauti yako? Nakuuliza, hii sio sauti yako? Mwanamisi, hebu nakuomba utulie basi, sawa?
Mimi nitakuelezea kila kitu. Kila kitu? Unataka kunieleza nini zaidi ya nilichosikia? Au bado kuna mengine? Ni kweli Salma alinitafuta, lakini mimi sikuwahi kulala naye hata siku na moja. Nini? Usinidanganye. Mbona kwenye audio unasema tena siji? Yaani ina maana ilishatokea? Alijaribu kunishawishi mara nyingi, lakini mimi sikumruhusu. Ndio maana unasikia nikiwa namkemea. Kwa nini hukuniambia? Kwa nini hukuniambia? Mimi nilitaka tu kulinda amani ya familia. Sikutaka ugombane na ndugu yako. Amani ipi? Hii ndio amani unaolinda? Leo hii ningekuwa na sijasikia hii, ungeendelea kunificha hadi lini sasa? Ungeendelea kunificha hadi lini? Jamaa hakujibu. Kimya chake kilinipa jibu ambalo sikutaka kulisikia. Nilinyanyuka na kuelekea chumbani, moyo wangu ukiwa umejaa maumivu, hasira na kuchanganyikiwa. Nilipofika chumbani, nilifunga mlango kwa nguvu. Nikajitupa kitandani na kuanza kulia kwa sauti. Kichwa changu kilikuwa kinauma sana. Mawazo yamejaa kila upande. Simu yangu ilianza kuita. Alikuwa ni Laila ndo anapiga. Sikutaka kupokea, lakini baada ya kuita mara kadhaa niliamua kupokea. Laila akalisema ya kwamba dada, kumeendelea nini? Nilikuwa naongea tu na Mr. Omari kuhusu hili. Dada umeongea naye? Ndio. Kwa hiyo amesemaje? Anasema hajawahi kulala naye. Nilisema hivyo huku machozi yakinitoka tena. Laila alikaa kimya kidogo. Dada, mbona anakatana wakati ukweli upo dada? Unajua kinachoniumiza zaidi ni kwamba mimi ndo mjinga wa mwisho kujua. Dada, njoo huku nyumbani tafadhali, usikae huko. Nifikiria kidogo kisha nikasema sawa nakuja. Basi nikata simu nikaanza kufuta machozi, nikasimama, nilienda kufungua kabati, nikaanza kuchukua baadhi ya nguo zangu. Kwa wakati huo nilihitaji kuondoka pale nyumbani, hata kama ni kwa muda, nilihitaji kuondoka. Nilikuwa bado nachukua nguo zangu, nilisikia mlango ukigongwa. Bwana Hamisi, tafadhali naomba ufungue wazi mlango. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Omari. Sikumjibu, aliendelea kugonga tu, akisema ya kwamba naomba tuongee, lakini sikufungua mlango. Baada ya muda alinyamaza, nikahisi ameondoka. Sasa nilipomaliza kuandaa begi langu, nilifungua mlango, nikatoka nje. Alikuwa amekaa sebleni, akionekana ni mwenye mawazo mengi sana. Aliponiona akasimama haraka. Akauliza kwamba unaenda wapi? Aliuliza kwa wasiwasi, nikamwangalia kwa sekunde chache tu. Basi kwa jibu fupi tu nikamwambia kwamba kwa watu wangu. Alisogea karibu yangu akasema kwamba tafadhali usiende, tunaweza kutatua hili. Hapana, sio leo. Alijaribu kushika mkono wangu lakini niliutoa taratibu. Niligeuka nikaanza kuelekea mlangoni. Aliniita kwa sauti ya huzuni lakini sikugeuka. Nilifungua mlango nikatoka nje. Sikujua na kwenda kukutana na nini huko. Endapo nikimkuta Salma, maana kwa jinsi nilivyo na hasira naweza nikamfanya kitu chochote kile kibaya. Nilikodi bajaji kuelekea nyumbani, njia nzima machozi yalikuwa yananitoka. Sio kwamba eti nilikuwa naumia kwa kuwa nampenda Mr. Omari, bali nilijisikia aibu, hasira na maumivu mdogo wangu kulazimisha tushee mwanaume. Basi nilifika nyumbani nikiwa nimechoka na nimejaa hasira kupita kiasi. Moyo wangu ulikuwa unaniuma vibaya sana. Bajaji iliposimama hata sikusubiri sana. Nilishuka haraka na kuingia ndani kama mtu aliyepagawa. Nilipofungua mlango nilimkuta mama sebleni pamoja na Laila. Bwana Hamisi, usiku huu umefuata nini tena? Mama aliniuliza kwa mshangao, lakini sikujibu. Macho yangu yalikuwa yanamtafuta mtu mmoja tu, Salma. Yuko wapi? Niliuliza kwa sauti kali iliyowafanya wote wakae kimya kwa sekunde. Laila alisimama akasema kwamba dada, tulia kwanza. Yuko wapi? Nimuuliza Laila. Mara Salma akatokea chumbani. Sikumsubiri hata aseme neno, nilimfuata kwa kasi nikamkunja. Mama alinuka pale haraka, akaingilia kati haraka, akasema mwanangu tulia. Mama aliniambia kwa sauti kali kidogo. Nijaribu kujinasua, nikasema kwamba naombeni mniache nimfundishe adabu, naombeni mniache. Usio mdogo wangu tena. Nilisema kwa machozi yakinitoka. Salma alisimama tu, akinitazama kwa dharau kisha akacheka kwa kejeli. Salma akasema kwamba unaumia nini sasa? Unajifanya unaumia wakati wewe mwenyewe humtaki huyo mwanaume. Alisema kwa nyodo. Maneno yake alinizidi kunichoma. Kwa hasira nikauliza kwamba nini? Salma akasema ndio, kama umpendi si uniachie mimi tu nichukue nafasi. Au shida yako wapi? Salma alisema hapo sasa nilipoteza kabisa uvumilivu. Nilipiga kelele nikasema nitakuua wewe, nitakuua.
Nilipiga kelele na kujinasua mikononi mwa mama kwa nguvu sana. Nilimkimbilia Salma, akaanza kukimbia. Mama mdogo anapiga kelele anasema, "Mwana Hamisi, acha nini wewe?" Lakini hata mimi sikumsikia. Tulianza kukimbizana ndani ya nyumba. Salma alikimbia kuelekea chumbani, lakini kwa bahati mbaya alimvamia bibi aliyekuwa anakuja sebeni kutokea chumbani. Bibi akaanguka vibaya, kisogo kikagonga sakafu kwa nguvu. Yesu! Salma alisimama ghafla akiwa na hofu. Alimuita bibi. Mimi pia niliganda mahali nilipokuwa. Hasira zangu zikapotea zote. Zote zipotea kwa sekunde moja. Maana bibi aligongwa akadondokea kisogo na alijibamiza. Bibi alikuwa amelala chini, hajitikisi. Mama alipiga kelele kwa uchungu, akakimbilia pale alipodondoka bibi. Mama akaita mama. Aisee, moyo wangu ulianza kudunda kwa nguvu kuliko kawaida. Nilihisi mikono yangu ikianza kutetemeka. Sauti ya Laila ilinishtua, akasema kwamba jamani, tupeleke hospitali. Maana nilikuwa sile yote nifanyaje. Basi nilikimbilia nje kutafuta usafiri, tukambeba bibi kumkimbiza hospitali. Muda huo mdogo wetu Saidi hakuwepo, hivyo pale nyumbani tulimwacha mjomba peke yake tu. Tukamfungia mlango kwa nje, maana akili zake ndio hivyo hazipo sawa, anaweza kutoroka. Tulipofika hospitali, tulikuwa tumebeba tumaini dogo tu, lakini mioyo yetu tayari ilikuwa imejaa hofu. Mama alikuwa analia kimya kimya maskini. Wauguzi wakampokea bibi na kumkimbiza wodini. Dakika zilionekana kama masaa. Kila sekunde ilikuwa nzito. Hatimaye daktari alituita. Alikuwa na uso huzuni. Na hapo moyo wangu ulikosa tumaini kabisa. Daktari akatuambia kuwa tulipokuwa tumemleta bibi hospitali, yaani bibi tayari alikuwa ameshafariki. Mama alipiga kelele ya uchungu, akaanguka chini akilia kwa sauti kubwa akiita mama. Alilia kwa maumivu asiyoelezeka. Laila alimshika naye akianza kulia. Salma alibaki kimya tu. Mimi nilibaki nimesimama tu kama sanamu. Macho yangu yalikuwa wazi, lakini nilihisi kama roho yangu imetoka mwilini. Nilihisi hatia ikiniandama. Hii yote ilikuwa imetokea kwa sababu yangu. Hasira yangu ndio iliyosababisha yote haya. Kabla hata tujapata nafasi ya kuelewa tufanye nini, simu ya mama ilianza kuita. Mama alikuwa bado analia, hivyo Laila akaipokea. Uso wake ulibadilika ghafla. Alipokuwa anaongea ile simu ni kama alibadilika ghafla. Laila akauliza kwamba unasemaje? Moyo wangu ulishtuka. Laila alituambia kwamba nyumbani kuna moto na waka. Nikasema moto? Mama alinyanyuka ghafla. Macho yake yashakuwa mekundu kwa kilio. Akauliza kwa hofu ya kwamba nyumba inawaka moto. Hatukuwa na cha kujadili tena. Tulitoka hospitali kwa haraka, tukatafuta usafiri. Safari ya kurudi nyumbani ilianza. Kila mtu alikuwa kimya. Nilikuwa nawaza kitu kimoja tu, mjomba tulimwacha ndani, tumemfungia. Yesu, ni heri mmoja wetu angebaki naye pale nyumbani. Maana ilikuwa ni ngumu sana kumtafuta Saidi kwa muda ule tukiwa na haraka kumkimbiza bibi hospitali. Tulipofika nyumbani tukakuta moto umezimwa ila mjomba hayupo. Mwenyekiti akatuambia kuwa amepelekwa hospitali na watu wa faya na wameacha maagizo kuwa tutakapofika basi tuende hospitali kwa maelezo zaidi. Basi tukatoka na mwenyekiti kuelekea hospitali. Tukamchukua na Saidi, maana muda huo tulimkuta alikuwa analia tu. Tulipofika tukatoa maelezo, wakasema ni kweli wamempokea huyo ndugu yetu aliyeungua moto ila ameshafariki, yupo monchwari. Msikilizaji, nilihisi kuzimia. Yaani ndani ya siku 2 tukapoteza watu wawili. Yote sababu ya hasira zangu ambazo nilishindwa kujizuia. Mama alipata mshtuko akapoteza fahamu. Wauguzi wakamchukua na kumpatia huduma. Muda huu sasa ilikuwa ni usiku sana. Kila mtu alikuwa analilia kwake tu. Mr. Mari alianza kunipigia lakini sikupokea. Alimpigia mama. Simu yake alikuwa nayo Laila. Akapokea akamwambia kuwa tupo hospitali tuna matatizo. Mr. Mari akasema anajiandaa anakuja. Baada ya muda Mr. Mari alikuja pale hospitali. Akauliza kuna nini? Laila alimuelezea aliyotokea, alisikitika sana. Akaanza kutubembeleza. Maana wote tuliangusha vilio, ila hakukuwa na jinsi, tayari alishatokea.
Kilichobaki ni kuandaa mazishi tu. Kesho yake tulipanga mazishi, tukawazika bibi na mjomba. Nijisi kama mimi ndio niliowaua. Mdoto sikuwa na amani na sikutaka kuamini kilichotokea. Sasa pale nyumbani ikabidi mama na kina Leila watoke kwanza tufanye ukarabati. Hivyo Mr. Omari akasema kuwa wakakae nyumbani kwa muda maana kuna nafasi. Salma aligoma kuja nyumbani, akasema anaenda kukaa kwa rafiki yake. Tukamwacha tu sisi tukaenda. Tulifika nyumbani nikawaandalia vyumba. Leila nilimwekea chumba kimoja na mama. Saidi naye nikampa chumba kingine. Baadaye nilikuwa chumbani na Mr. Omari. Mr. Omari alipiga magoti mbele yangu na kuanza kuomba msamaha. Mke wangu, mimi naomba unisamehe sana. Najua kwa kiasi gani nimekukosea. Najua yote haya yametokea sababu ya makosa yangu. Kwa hiyo nisamehe sana Bwana Hamisi. Pole kwa bibi na mjomba, mimi pia nimeumia kwa ajili yao. Najisikia vibaya sana. Kwa hiyo naomba unisamehe mke wangu. Usijali, kwa sasa sina nafasi yote ya kugombana wala kuwekeana na chuki na mtu yote. So naomba uniache tu maana unanikumbusha machungu. Sawa mke wangu. Nilitoka chumbani ili niende kuongea na mama. Mama akaanza kuniambia kuwa anaomba nimsamehe mdogo wangu Salma. Pia nimsamehe mume wangu, nisimletee kisirani. Si anajua kuwa anatusaidia sana. Hivyo yaani kwamba mimi nikijifanya kuleta ujuaji, Mr. Omari anaweza kuniacha maana hashindi kupata mwanamke mwingine. Hivyo nisiachane naye kisa jambo dogo tu la kutembea na mdogo wangu. Nilimshangaa mama, yani mdogo wangu kutembea na mume wangu analiita jambo dogo kisa tu Mr. Omari ana hela, hataki tumpoteze. Nikasema niliamua kuachana mama tu maana niliona kama ananichanganya tu. Sasa nikaingia jikoni, nilimkuta Abdul anatengeneza kahawa. Aliponiona nimeingia alishtuka sana. Mimi sikujishughulisha naye. Nikachukua glass kabatini, nikamimina juice. Nikataka niondoke, Abdul akanishika mkono akasema samahani, naomba tuongee. Tuongee kuhusu nini? Nilimuuliza kwa sasa namwangalia jicho baya. Kuhusu nini? Kuhusu nilichokosea. Abdul, naomba ukae mbali na mimi, umesikia? Usione nimekaa kimya ukanichukulia kwamba nimeridhika sana na ulichofanya, umesikia? Narudia tena, kaa mbali na mimi. Mnasijua hata nitakufanya nini. Naomba unisamehe, mimi nakuahidi kuwa kama sitarudia tena. Utajua mwenyewe. Nilimjibu na kutoka mle jikoni. Akili yangu haikuwa sawa kabisa. Bado nilikuwa na uchungu wa kusalitiwa, kufiwa, kufanywa unyanyasaji wa kijinsia. Ndani ya moyo wangu nilijua kuwa lazima niwe makini na kila mtu aliye karibu na mimi. Haikuwa rahisi kuamini tena baada ya unyanyasaji, kusalitiwa na maumivu ya kihisia niliyopitia. Kwa sasa niliamua kuweka kando kila kitu. Nijitenge kidogo kupata amani ya moyo wangu. Nilijua kuwa hakuna njia ya kurudisha waliopotea wala kurekebisha kila kitu kilichoharibika. Lakini ningeweza kujitengenezea amani ya moyo. Ndio jambo la muhimu sana. So baadaye nikawa nimeshika simu yangu, nikakuta Salma amenitafuta. Asa nilikuwa nimetokea kumchukia sana Salma. Nilifungua na kuona ujumbe umeandikwa kwamba dada, tafadhali tunahitaji kuongea. Nikahisi hasira na uchungu vikichanganyikana ndani ya moyo wangu. Sasa nikachagua kutokujibu chochote. Badala yake nikamblock Salma, maana sikutaka kuongea naye chochote kile. Kesho yake asubuhi Mr. Omari aliniambia tukawanunulie Leila na Saidi vifaa vya shule. Maana vilikuwa vimeteketea. Tuirudi nyumbani na vile vitu. Nikawa sasa nimempelekea mama avione. Mama akasema kwamba huyu mwanaume si wa kumpoteza. Mimi sikujibu chochote. Badala yake nilinyanyuka nikaanza kuelekea nje ya nyumba. Nikasikia sauti ya mama ikiniambia kwamba hebu acha visirani basi. Maisha mazuri kama haya utayapata wapi? Mama, hivyo unachokifikiria mama wewe ni maslahi tu. Nilimjibu mama kisha nikatoka nje. Tulikuwa tumebakisha mwezi mmoja tumalize kozi yetu mimi na Salma. Hivyo mimi niliendelea na chuo. Salma naye alikuwa anakuja chuo kutokea kwa rafiki yake, ila kila mtu alikuwa busy na mambo yake. Ule mwezi ulipoisha, Mr. Omari alinikutanisha mimi na Salma na kuniomba nielewane na Salma kisha tufanyie mpango wa kufungua saluni kama tulivyopanga hapo awali. Nilimwambia nimemsikia, yeye afanye tu alivyopanga. Basi Mr. Omari alitufungulia saluni. Tukatafuta na wasichana wengine wawili, tukaanza kazi. Ila Salma wakati huo alikuwa hana confidence kabisa mbele yangu. Alikuwa anaogopa hata kuniongelesha na bado aliendelea kukaa kwa rafiki yake. Mr. Omari alitusaidia kukarabati nyumba yetu kisha mama, Leila na Saidi wakarudi kukaa nyumbani. So ilipita miezi mitatu, siku moja sasa nikiwa saluni nikashtukia kitu kinacheza tumboni. Nishtuka nikawaza, nina tatizo nini?
Ilibidi niwaage wenzangu pale niende hospitali. Sasa mdao sasa nikaambia na Mr. Omari kuwa naenda hospitali sijisikii vizuri. Basi Mr. Omari akasema anamwagiza Abduli huko hospitali nitarudi naye. Nilifika hospitali nikiwa na mawazo mengi kichwani. Tumbo langu lilikuwa bado linanipa hisia zisizoeleweka kabisa. Nilipokelewa na nesi kisha nikaelekezwa mahali pa kufanya vipimo. Moyo wangu ulikuwa ni ukidunda kwa kasi sana. Baada ya muda mfupi Abduli alifika pale hospitali kama alivyosema Mr. Omari. Tulingoja majibu kwa muda ambao kwangu ulionekana kama masaa. Kumbe dakika chache tu. Hatimaye tukaitwa ndani kwa daktari. Daktari alinitazama kisha kavuta pumzi kidogo na kusema kwamba hongera Mwanahamisi, wewe ni mjamzito. Yo! Nilishtuka sana, nikamwangalia usoni bila kuamini nilichokisikia. Yaani mjamzito? Inawezekanaje? Ujauzito na takriban miezi 4 na tayari mtoto ameanza kucheza, ndio maana ulihisi vile tumboni. Lakini mbona nimekuwa nikiona period? Hilo hutokea kwa baadhi ya wajawazito, sio jambo la ajabu sana, ndio maana hukugundua mapema. Nilikaa kimya, sikujua hata ni furahi au niogope. Macho yangu yakahamia kwa Abduli, naye alikuwa ananitazama kwa macho ya wasiwasi tu. Tulitoka hospitali kurudi nyumbani, nijikuta nikiwa njia panda. Moyo wangu ulianza kujiuliza maswali mazito. Hii mimba ni ya nani? Ya Mr. Omari au ya Abdul? Tuliingia kwenye gari kurudi nyumbani. Kimya kilitawala kwa muda. Kisha Abduli akakata ule kimya kwa kusema kwamba tafadhali usimwambie baba kuhusu hii mimba. Unamaanisha nini? Naomba tu usimwambie kuwa una ujauzito tafadhali. Hivyo una kichaa nini? Tena naomba unikome. Haya ni mambo yangu na baba yako, hivyo kaa kimya. Lakini niache bwana. Nilimkaripia, aliamua kunyamaza tu. Asa njia nzima nikawa napanga nifanye nini? Nikaamua kuwa nimwambie tu Mr. Omari kwamba na ujauzito wake, maana kamwe siwezi kutoa na sina uhakika ni ujauzito wa nani. Tukawa tumefika nyumbani, nilimkuta Mr. Omari chumbani. Basi nilienda kumkumbatia na kumpa ile taarifa. Alishtuka sana. Akanisukumiza kwanza, nikahisi labda ni furaha aliyoipata. Nikataka kumsogelea, akanistopisha. Wewe unasema una mimba? Ndio mume wangu. Alinitandika kibao na kuniambia kwamba wewe mwanamke ni aina gani? Yaani vote ninavyokufanyia huridhiki? Kwa hiyo uliendelea na ule kijana wako, si ndio? Mimi mbona sikuelewi. Hiyo mimba ni ya nani? Ni yako. Huenda nimepona. Bwana ni mwaka wa 15 sasa tangu nipate ajali ambayo ilisababisha nisiwe na uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Mr. Omari alisema. Nilijisi kama nataka kuzimia. Nikakumbuka kumbe ndio maana Abdul alinikataza nisimwambie Mr. Omari nina ujauzito, lakini sikutaka kumsikia. Sikuamini nilichokisikia. Haya. Kumbe Mr. Omari alikuwa amefikisha miaka 15 bila uwezo wa kupata mtoto. Miguu yangu ilikosa nguvu. Nikajikuta nikikaa chini. Ulisho ile kukaa chini na hujui umekaaje. Na hapo umekaa chini unaona ni kama dunia inazunguka. Sikuwa na la kusema. Kila kitu kilikuwa kimevurugika. Unahisi joto sio joto, baridi sio baridi. Nilijikuta nikiwaza maneno Abduli kunisini simwambie babake kuhusu ujauzito. Sasa nilikuwa nimechelewa tayari. Mr. Omari alikuwa akinitazama kwa hasira sana. Hebu niambie ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? Aliniuliza tena kwa sauti nzito. Nilifungua mdomo wangu kujaribu kujielezea, lakini maneno yakagoma kutoka. Nilikuwa nimejawa na hofu sana, aibu na majuto kwa wakati mmoja. Wewe kimya chako kinamaanisha nini? Nimekuuliza hiyo mimba mimba ni ya nani hiyo? Jamaa alifoka, nikahisi huyo anataka kupandisha pressure huyo. Nilianza kulia kwa sauti. Nikishindwa hata kujitetea. Ndani ya moyo wangu nilikuwa najilaumu. Kwa nini sikusikiliza? Kwa nini nijikuta kwenye hali hii? Nijikuta nikishika tumbo langu. Mtoto asiye na hatia aliyekuwa ndani yangu. Mtoto ambaye sasa alikuwa chanzo cha mgogoro mkubwa ujao. Mr. Omari alinifuata nilipokuwa nimekaa na kuniambia niseme hiyo mimba ni ya nani kabla hajaniua. Nibaki tu sina la kusema. Alianza kunipiga. Kelele zangu za kuomba msaada zikafanya Abduli aingie pale chumbani kunisaidia. Akamsihi babake aniache. Mr. Omari akanichukua na kunipeleka kwa mama. Aliponifikisha kwa mama akamwambia kuwa akae na mimi aniulize vizuri ujauzito niliobeba ni wa nani. Sasa mimi sikuwa na jibu la kumpatia mama. Wote waliamini ujauzito ule ni wa Aziz na mimi sikuwa na jinsi ya kujielezea. Kesho yake mama yangu alimtafuta Mr. Omari na kumwambia kuwa anataka kuonana naye. Mama alitoka kwenda kuzungumza na
na Mr. Omari. Mama aliporudi alikuwa na furaha sana. Nikamuuliza kuwa wamezungumza nini? Mwanangu, yaani nimepambana sana mpaka mumeo amefikia kunielewa. Sasa jambo gumu ni kwamba familia na watu wake wengi wanafahamu kuwa yeye ana tatizo. Hivyo wakiona wewe umezaa litakuwa ni bonge la tatizo. Hivyo ameniambia kuwa inatakiwa ufanye kitu kimoja. Kitu gani mama? Amesema anasamehe ulichofanya, ila unapaswa utoe huo ujauzito. Mama, nitoe ujauzito? Mama, kwa hiyo wewe umemjibu nini mama? Mimi nimemwambia hilo halina tatizo. Nitafikisha taarifa ujauzito utatolewa tu. Mama, mama, yani hata soni una mama. Yaani mtu anasema nitoe mimba na una support mama kweli? Mama, siwezi kutoa ujauzito mama. Kama issue ni ndoa mama, aniache tu. Mimi sipo tayari kuua mama. Hivyo ni mshenzi wewe? Yaani umsaliti mumeo akusamee kisa ujauzito tu ndio upoteze ndoa? Naomba usinichanganye wewe mtoto. Usinichanganye wewe. Kama uitaki hii ndoa ni wewe. Sisi tunataka uendelee kuwa kwenye ndoa. Yaani usitaki utabaki kwenye ndoa. Mama, mama naona rangi yako halisi mama. Mama wewe ni mkatili. Nyamaza pumpavu mkubwa wewe. Nakupa siku ya leo tu. Nakupatia siku ya leo tu kuwa na huo ujauzito. Kesho sitaki kuona hizo taarifa za mimba wewe. Chinga wewe. Mama alisema hivyo kisha akaniacha. Nilihisi kama dunia inanilemea. Mama yangu mwenyewe, mtu aliyemtegemea kunilinda, ndiye aliyekuwa kwanza kunisukuma kwenye uamuzi ambao moyo wangu haukubali. Aisee, nishika tumbo langu kama vile naomba msamaha kwa mtoto wangu. Mimi sikuwa tayari kumpoteza. Haikuwa kosa lake kuja duniani. Usiku ule sikulala hata kidogo. Nilikuwa nawaza kila kitu kilichotokea. Yaani nawaza Abdul, na waza Mr. Omari, na mwaza na mama. Na sasa maisha yangu yalikuwa yamefika pabaya sana. Kila upande ulikuwa unanibana. Asubuhi ilipofika, mama aliingia chumbani kwangu akiwa tayari amejiandaa kutoka. Alinitazama kisha akasema kwamba jiandae tunaenda hospitali. Moyo wangu ulishtuka, nikajikuta nimesimama. Mama tafadhali usinilazimishe mama. Nilisema kwa sauti iliyojaa maumivu. Hata hakunisikiliza hata kidogo. Wewe, naomba usinipotezee muda wewe. Nimeshakubaliana na mume wako. Hii ni kwa faida yako. Faida yangu mama au ya kwenu? Nijikuta nikisema kwa uchungu. Alinisogelea kwa hasira, lakini sikutetereka mimi. Ndani yangu kulikuwa kuna kitu kipya, ujasiri wa kulinda kile kilichokuwa tumboni mwangu. Hata kama ni mimba ya nani, nina jukumu la kuilinda. Mama, mimi nimesema sitaenda. Unasemaje? Mama, mimi siendi. Niliongea kwa sauti ya juu kidogo kuliko kawaida yangu. Mama alishtuka, hakuzoea kunisikia nikimjibu hivyo. Yaani unanijibu mimi hivyo? Unanipandishia sauti? Ndio mama, kwa mara ya kwanza mimi nataka mama nijisimamie tu. Hii ni mimba yangu na story. Mama alinitwanga kofi kali lililonifanya nikarudi nyuma. Lakini bado sikubadilisha uamuzi wangu. Nilimwangalia machoni nikiwa na machozi, lakini safari hii hayakuwa ya woga, yalikuwa ni ya maumivu yaliyochanganyikana na msimamo. Basi jiandae kuondoka hapa nyumbani kwangu. Chinga wewe. Yaani jiandae uondoke hapa nyumbani kwangu. Usinitazame na macho yako wewe muone mdu. Hivyo una akili kweli wewe? Maneno yale yaliniumiza zaidi ya lile kofi. Nikachukua vitu vyangu, nikatoka nje. Mama alikuwa amesimama sebreni, hakuniangalia hata kidogo. Nisimama mlangoni kwa sekunde chache, nikitarajia labda atanizuia, lakini hakufanya hivyo. Nilifungua mlango na kutoka nje. Sasa nilikuwa peke yangu, sina mume, sina familia, nilikuwa na mimba yangu tu na maumivu yasiyoelezeka. Nilianza kutembea barabarani bila hata kujua naelekea wapi. Machozi yakinitoka bila kujizuia. Ghafla simu yangu ikaanza kuita. Alikuwa ni Abdul. Nilitazama simu ile kwa sekunde kadhaa kabla kuipokea. Hello? Uko wapi? Nimekuja nyumbani nimeambiwa umeondoka. Sina pa kwenda Abdul, nimefukuzwa. Usiende popote, mimi nitakuja sasa hivi. Nielekeze tu ulipo. Nilizidi kuchanganyikiwa, sijui kama kumwamini ilikuwa ni sahihi, lakini kwa hali niliyokuwa nayo sikuwa na chaguo lingine. Nilimwambia afuate tu barabarani ataniona. Afuate tu barabara ataniona. Nilisimama pale pembeni ya barabara nikisubiri, bila kujua maisha yangu yanaenda kuaje baada ya hapo. Sasa nilikuwa bado nimesimama pale pembeni ya barabara, macho yangu yakitazama kila gari lililokuwa linapita. Moyo wangu ukiwa umejaa hofu na maumivu kwa wakati mmoja. Dakika chache baadaye gari lilisimama ghafla mbele yangu. Abdullah alishuka kwa haraka na kunifuata. Alionekana mwenye huzuni kubwa, ni kama mtu anayejilaumu kwa kila kilichokuwa kinatokea. Alinipa pole lakini sikuweza hata kujibu. Nilikuwa nimechoka, si kwa mwili tu bali hata kwa moyo.
Alinishika mkono na kunisaidia kuingia kwenye gari. Tuliondoka eneo lile, lakini muda mfupi baadaye aliamua kuvunja ukimya. Alinieleza kuwa alikuwa na jambo muhimu la kuniambia. Ndipo akaniambia ukweli kwamba alikuwa ametumwa na baba yake Mr. Omari ili anirudishe nyumbani. Maneno yale yalinishtua sana. Nilihisi hofu ikiniongezeka zaidi. Kurudi nyumbani hakukuwa chaguo kwangu kwa wakati ule, msikilizaji, hasa nikijua wazi kuwa lengo lao lilikuwa ni kunilazimisha nitoe mimba. Nilimweleza wazi kuwa siwezi kurudi, na sababu kubwa ilikuwa ni shinikizo la kutaka kutoa mimba yangu. Abduli akakiri kuwa anajua kila kitu, akinionyesha kuwa hawezi kunipeleka mahali ambapo nitaumizwa zaidi. Maneno yake yalinifanya nishangae. Ndipo akanieleza kuwa hawezi kukubali hata kidogo mimba ile itolewe. Alisema yupo tayari hata kupambana na baba yake kama itahitajika. So nibaki nikimtazama tu kwa mshangao. Sikujua kama niamini au la. Ndani yangu ulikuwa kuna mchanganyiko wa hisia, hofu, maumivu na hata chembe ya faraja. Aliniomba msamaha kwa yale yote, kisha akaniomba jambo moja kubwa, nisije nikamwambia baba yake ukweli kuhusu mimba ile. Alinieleza kuwa kufanya hivyo kutazidisha matatizo na kuniharibia maisha zaidi. So nilikaa kimya kwa muda mrefu, machozi yakinitoka bila kujizuia. Nilikuwa nimefika mahali ambapo sikujua nifanye nini wala nimwamini nani. Hatimaye nilimuuliza tufanye nini, ndipo akanihakikishia kuwa kwanza atanirudisha nyumbani na kwamba hakuna jambo baya litakalonitokea. So mimi sikuwa na uhakika na maneno yake, lakini kwa hali niliyokuwa nayo sikuwa na nguvu ya kubishana tena. Basi nikubali kwenda naye nyumbani. Ingawa moyo wangu ulikuwa umejaa wasiwasi mkubwa, nilikuwa najua wazi safari hii ya kurudi nyumbani huenda ikawa mwanzo wa maumivu mapya zaidi. Tulipofika nyumbani, Mr. Omari akaniuliza kuwa nimepata ujumbe kutoka kwa mama. Nikamwambia kuwa nimeupata, ila siwezi kama kutoa mimba. Akasema basi tutajadili tena kwa muda huo, nitulie tu na nimsamehe kwa kunipiga na kunidhalilisha, maana hapendi kuona naumia. Asa kesho yake akaniambia kuwa kwa kuwa nimeshindwa kutoa mimba ili maisha mengine endelee, basi ameamua tengenezea Azizi kesi. Na muda huo ninavyoongea naye Azizi ameshakamatwa na atahakikisha anafia jela kwa kucheza na mkewe. Yeye aliamini kuwa ujauzito ni wa Azizi, na sikujua nifanye nini kumwepusha Azizi na ile kesi. Na endapo nikisema mimba ya mwanae anaweza hata kuniua, maana hakuna atakaye niamini kuwa nimepata mimba bila kutaka, na wakati unajua kabisa mimi na Omari simpendi. Niliamua kumtafuta Leila kumuuliza kama amepata taarifa zote kuhusu Azizi. Akaniambia na yeye alitaka kunitafuta. Azizi amekuja kukamatwa na polisi, watu bado hawajajua anakosa gani. Sasa nikawaza, Mr. Omari kapajuaje kwa Azizi na kamjua vipi? Nikiwa najiuliza, Salma akanitumia ujumbe mfupi akasema maana tulivyopatana nilimwani block. Kwa Salma alinitumia ujumbe mfupi. Akasema ya kwamba kwani mwenzetu una mapenzi aina gani na umaskini? Maana umeungangania kama kama unakulipa vile. Haya sasa huyo kibwengo wako kashadakwa huko. Aliandika ujumbe. Sasa niliamua kumpigia Salma, nikaambia asitake kuniambia kuwa yeye ndio ameshiriki kusababisha Azizi kukamatwa. Salma akacheka akasema ni kweli yeye kahusika. Maana mimi kutulia na mume kumenishinda. Atamchukua tu. Nilihisi hasira sana ikinipanda baada ya kusikia maneno ya Salma. Sikutegemea kama angefikia hatua hiyo. Nilimwambia kwamba hivi, naona kama umechanganyikiwa kabisa wewe. Nilimwambia kwa sauti ya hasira na maumivu kwa wakati moja, lakini yeye alicheka tu. Kicheko kilichonifanya nizidi kukasirika. Aliniambia wazi kuwa hawezi kuendelea kuniona nikiharibu maisha yetu wakati yeye anajua namna ya kuyaweka sawa. Na kama mimi sitaki ndoa, basi yeye yupo tayari kuichukua. Basi simu ilikatika. Nikabaki moyo ukiniuma kupita maelezo. Nilihisi kama kila mtu sasa anacheza na maisha yangu. Hakuna hata mmoja anayejali ninavyohisi. Kwa mara ya kwanza nilihisi hofu ya kweli kwa mtoto wangu. Sio tu kwa sababu ya mimba, bali kwa mazingira aliyokuwa nayo. Usiku ule sikuweza kulala. Kila nikifumba macho naona sura Azizi, jinsi tulivyokuwa tunapendana, na sasa yupo rumande bila kosa na ulijua maskini. Eti sababu tu nitoe mimba wakati mimba imeshafika miezi 4 na ni hatari sana kutoa, naweza kufa au kupata madhara mengine ya kiafya. Miezi 4 nitoe mimba kweli? Asubuhi ilipofika nilifanya uamuzi ambao hata mimi mwenyewe sikujua kama ni sahihi au la. Niliamua kwenda kituo cha polisi, maana Leila alishaniambia kuwa amesikia yupo kituo kipi. Nikatoka bila kumwambia mtu yote. Nilipofika kituoni niliomba kuonana na Azizi. Baada ya kusubiri kwa muda niruhusiwa.
Aliletwa mbele yangu akiwa amechoka sana. Nahisi kabisa alipigwa sana, akiri makosa ambayo hata hajafanya maskini. Macho yake akiwa amejaa maswali. Aliponiona alishtuka kidogo. "Hey, vipi, nini kinaendelea? Mbona upo hapa mwana?" Aliniuliza. Nijikuta machozi yakianza kunitoka maskini bila kujizuia. Sikuna maneno, nilihisi yani hatia kubwa sana. Azizi alikuwa pale kwa sababu yangu. Akaniambia kuwa amekamatwa kwa kesi ya ubakaji. Na wakati wala hajafanya kitu chochote, na wala huyo binti wanasema kwamba yani aliyembaka yani hamjui. Yaani unapewa kesi ya ubakaji na ujue umembaka nani? I say. Nilimwambia ukweli kuwa mume wangu ndio amehusika kutengeneza kesi. Azizi alibaki kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akacheka kwa uchungu sana. I say, nilijua tu. Unajua nini? Nijua siku moja mambo yatafikia hapa. Mbona mimi nishamwachia mwanamke lakini bado ananifanyia hivi kwa nini? Nilitamani kumwambia Azizi sababu ya Mr. Omari kufanya hivyo kwa kumuhisi yeye amenipa mimba, ila nikaona Azizi atalichukulia vibaya maana yeye hausiki, atahisi kuna mwanaume mwingine ni naye. Maneno yake yaliniumiza moyo zaidi. Nilijisi kuwa mtu mbaya kupita kiasi. Nilimwahidi tu kwamba nitahakikisha namsaidia. Mara Mr. Omari alikuja nilipokaa na Azizi akiwa sasa mwongozana na askari. Akaniambia niende kwenye gari kumsubiri. Nilienda kwenye gari. Baada ya muda alikuja, akaanza kuniuliza nimekuja kufanya nini. Maana siwezi kufanya chochote kile. Azizi hawezi kupata dhamana wala kuchomoka kwenye hiyo kesi. Hivyo niwe mpole tu. Basi tuirudi nyumbani. Nikawaza nifanye nini kumwokoa Azizi. Nilimfuata Abdul, nikamwambia nipo tayari hata Mr. Omari aniue, ila nasema ukweli juu ya ile mimba ili amwachie Azizi. Maana hana hatia yoyote ile, anapata mateso huko selo kwa kosa la mtu mwingine ambaye aliendekeza tamaa zake tu. Abdul aliniomba akasema na kuomba sana usifanye hivyo. Nikasema kwa uchungu kwamba wewe ndio umenifikisha hapa. Abdul akasema samani sikupange hivi lakini nilikupenda na sikuweza kujizuia. Maneno yake aliniumiza zaidi. Sikuamini kama kijana ambaye nilikuwa namuona kama mtoto wangu angefikia hatua hiyo. Nilimuuliza kwamba na sasa unataka nifanye nini sasa? Abdul akasema usimwambie baba ataniua na wewe pia hutakuwa salama. Sasa nilikaa kimya. Akili yangu ilichanganyikiwa kabisa. Upande mmoja kulikuwa na siri, upande mwingine kulikuwa kuna maisha ya Azizi aliyokuwa hatarini. Na katikati yangu kulikuwa na mtoto asiye na hatia. Nilimwambia Abdul kwa hasira na maumivu ya kwamba kama hutaki niongee kweli, basi utaenda wewe mwenyewe kusema. Alishtuka sana akasema hilo haliwezekani. Basi jiandae kuona damu ikimwagika. Maana mimi sitakaa kimya huku mtu asiye na hatia anaumia kwa ajili yako. Nilimwambia hivyo. Abdul alisimama akanikaba na kuniambia kwamba sikiliza wewe mwanamke, usione mimi nakubembeleza hapa sana, nina uwezo wa kukufanya chochote muda na wakati wowote ule, sawa? Ile ni mama tu kwa mpole. Hivyo naomba usinione fala, umesikia? Yanayoendelea ni upumbavu wako wa kukataa kutoa mimba. Sasa ukithubutu kufungua mdomo wako nitakuua. Aliniachilia na kunisukumiza. Mimi sitatoa mimba. Mtoto wangu usiki na udhalimu wako. Ukijaribu kunigusa tena utanijua vizuri. Nilisema kwa sauti ambayo licha kutetemeka ilijaa ujasiri. Abdul akasema acha tuone. Alijibu hivyo na kuondoka. Nilijua sasa hakuna kurudi nyuma. Hatua yangu ijayo ilikuwa wazi. Lazima nipate msaada. Lazima niwe na mikakati ya kulinda maisha yangu na ya mtoto wangu bila kujali hatari yote. Sijui kwa upande wako wewe msikilizaji ungefanya nini baada ya kuwa kwenye point ambayo mimi nipo. Sijui. Nilihisi nguvu mpya ikianza kuibuka ndani yangu. Nguvu ya kufanya kila kinachohitajika ili kuhakikisha mimi na mtoto wangu hatutenganishwi. Na pia mikakati ya kumsaidia Azizi. Japo sijui hata naanzia wapi. Niliamua kwenda saluni maana nilipata taarifa kuwa Salma naye ameacha kwenda. Baada ya kutafakari kwa muda nikapata wazo kuwa nimdanganye Mr. Omari kuwa nimekubali kutoa mimba, ila namuomba kwanza amwachilie Azizi. Mr. Omari akasema yeye hana shida. Muda huu naenda hospitali na Abduli kutoa ujauzito. Hawezi kumwachia Azizi kizembe hivyo. Mpango wangu kafeli maana nilipanga akimwachia tu nimwambie atoroke na mimi nipo radhi nitoroke kabisa nikalee mimba yangu mbele kwa mbele huko. Basi Abduli alifurahi kweli kweli kusikia anipeleke hospitali kutoa mimba. Tulipofika hospitali nikaamua kumchinjia. Nikamwambia kuwa sitaki kutoa hii mimba. Wewe mwanamke, leo nadhani ndio mwisho wa haya mambo, sawa? Kama hutaki kushuka kwenda kutoa mwenyewe basi mimi nitakutoa hii mimba mimi mwenyewe hapa kwenye gari.
Abdul alisema na kuanza kunibinya tumbo. Nikaanza kuvutana naye. Maana alivyokuwa ananibinya nilikuwa napata maumivu sana. Sasa yale makelele yakafanya madokta waje kutuuliza kuna nini. Abdul akasema kuwa ninaumwa tumbo, wamsaidie kunishusha kwenye gari. Walinishusha. Nilipata amani kuwa niko mikononi mwa daktari. Kwa kuwa sasa nilikuwa tayari na maumivu sana, ikabidi wanipatie matibabu. Abdul alibaki nje. Sasa wakaniingiza kwenye wodi. Nilikuwa najitegemea tu. Daktari mmoja akaja akanichoma sindano. Nikaanza kuhisi usingizi. Nilipokuja kushtuka, nilijikuta nimetundikiwa drip la damu. Mamangu pamoja na Laila walikuwa wamekaa pembeni ya kitanda nilicholala. Nikajaribu kunyanyuka ila nikawa nahisi maumivu makali sana. Mama aliniambia nitulie kwanza. Walienda kumuita dokta, akawa amekuja, akanipatia dawa kisha wakanifuatia chakula nile. Nikaa nimekula. Sasa baadaye Mr. Omari alikuja akaniuliza kuwa naendeleaje. Nikamwambia kuwa naendelea vizuri. Basi nikaa nimewaomba wanipatie simu yangu. Wakawa wameletea simu yangu. Sasa nikashangaa kuona tarehe ya siku hiyo ni kama siku 2 mbele tangu nilipochomwa ile sindano. Niliuliza kwani pale hospitali yani kumbe nimekaa muda mrefu hivyo? Wakasema ndio, hali yangu haikuwa sawa. Sasa baadaye nikaanza kupata wasiwasi, hivi mimba yangu ipo salama kweli? Niliamua kumuuliza mama. Akaniambia kuwa ujauzito wangu umetoka. Yani alinieleza ile taarifa huku anaonesha na furaha. Alikuwa anatabasamu kabisa. Mama, mbona inaonesha ni kwamba unafurahi sana kwa mimi kupoteza mimba mama? Sio kwamba mimi nimefurahia kupoteza hiki kiumbe, hapana. Ile nafurahia kuwa ndoa yenu inakuwa sawa sasa. Mama, maishani mwangu sijawahi kuwaza na mama katili. Leo ni siku ya pili nashuhudia ukatili wako mama. Mama hujali hata maisha yangu mama. Mama hujali nipitia nini, hujali hisia zangu, unachowaza ni maslahi yako tu. Sawa mama, nashukuru. Asante kwa moyo wako mama. Nilisema huko nalia. Laila alinisogelea akanikumbatia akaanza kunibembeleza. Akasema basi dada, nakuomba usile dadangu. Unajua unaumia lakini utazidi kujiumiza. Naumia Laila, naumia. Mimi kwa nini niletwa hapa duniani? Kwa nini nimeletwa kufurahisha wengine? Wao jisikie vizuri tu afu mimi niishi kwa taabu kweli? Laila akasema hapana dada, useme hivyo, naomba utulie dadangu. Laila alinibembeleza sana, nikatulia. Mama alikuwa kimya, alishikwa na aibu. Hakuwa na la kusema. Baadaye nilimuuliza Laila kama akapata taarifa ya Azizi. Akasema Azizi ameachiliwa tayari. Nilikaa pale hospitali siku 2 zingine kisha nikapatiwa ruhusa kurudi nyumbani. Nilimkuta Abdul na Farida wakiwa wanaangalia movie. Sikuwasemesha. Walimsalimia baba yao na kumuuliza naendeleaje. Akawajibu naendelea vizuri. Sasa mimi nikatangulia zangu chumbani. Sasa baada ya muda naye akawa amekuja. Nilimuuliza kwamba hivyo mzee, una mpango gani na maisha yangu? Wewe umesema huna uwezo kupata mtoto, kwa hiyo mimi maisha yangu yote sitakuwa na mtoto. Mmenitoa mimba yangu ili tu nafsi zenu ziridhike. Au kwa mimi maskini? Yaani unafanya tunavyojisikia kwangu, si ndio? Bwana Hamisi, bibi najua na kukosea sana. Hilo sasa mimi naahidi sitakukosea tena. Nataka amani ya moyo wangu. Mbona mtaki kunipumzisha? Hapana. Hebu naomba utulie kwanza, sawa? Unapaswa upone halafu tutazungumza na mimi utanielewa. Niliamua nikae kimya maana hakuna chochote nilichokuwa namuelewa kwa muda huo. Baadaye niliamua kutoka, nikaenda jikoni kuchemsha supu ninywe. Mara Farida aliingia jikoni akaanza uchokozi wake, akasema kwamba mrembo za masiku. Sikumjibu. Akazidi kuongea akasema kwamba wewe kwani unisikia au? Naona umevimba na tamani kupasuka. Ulidhani kwamba sitorudi au? Ukadhani utaweza kunitenganisha na babangu? Mimi kama nani kutenganisha na babako? Wewe kuwa na amani tu. Mimi sina roho hiyo. Na mambo yangu mengi tu, so sipo kunapopaza wewe. Uko wapi? Maana nimesikia mpaka Bi Mariam umemuondoa hapa ndani utambe wewe tu. Yaani mabintu wa kimaskini mnatabu nyie. Kwa hiyo nadhani kwa kuolewa tu hapa ni ndio pamekuwa kwako kwamba unaweza kumuondoa yoyote? Farida alizungumza. Nilipata hasira sana kwa kwanza kunikashifu. Nilimkunja, nikachukua kisu nikamwekea shingoni. Wewe naomba sikilize wewe msichana, umesikia? Hunijui sikujui na hujui kicha changu. Hunijui vizuri kabisa. Oya nitakumaliza. Yaani nitakumalizia siri zangu zote, umesikia? Mimi nishavurugwa mwenzio. Sishindwi kukuua. Yaani sishindwi. Naomba unikome.
unikome kabisa kunizulia maneno na kuniongelea maneno ya ajabu ajabu, umesikia? Nilisema kwa hasira na sauti ya juu mpaka Mr. Omari na Abduli walikimbia kuja jikoni kujua kuna nini kinaendelea. Walikuta nimemkunja Farida. Farida alivyoona jinsi sasa nilivyokuwa na hasira, alianza kutetemeka huku machozi sasa yakimtoka. Mr. Omari na Abduli walibaki wameganda, hata hawajui wafanye nini. Nilimwachilia Farida, nikaanza kumnyosha Farida blouse yake, maana ilikuwa imejikunja kunja nilipomkwida. Kisha nikamwambia kwamba naamini wakati mwingine utakumbuka nilivyokuambia. Halafu nikatoka hapo jikoni kibabe tu, bisu langu mkononi, hakuna leo nifuata kudadadeki. Nikaenda sebeni nikakaa kwenye sofa na kukunja nne. Alianza kuja mmoja pale sebeni. Anafika na kukaa kimya. Mr. Omari akawaambia wanaye kuwa mimi ni mama yao, wanapaswa kuniheshimu ili kuepusha vita kama hizi. Pia kwa kipindi hicho sipo sawa, hivyo wawe makini wasinisababishie nifanye vitu vya ajabu. Basi mimi nilitulia kimya tu. Sikutaka hata kuongea chochote, ila kuanzia siku ile Farida hakunishobokea tena. Ikawa tu nipita huku, mimi nipite kule. Maana alitaka kunipanda kichwani na wakati kichwa chenyewe tayari hakipo sawa. Sasa nilimweka kiporo Salma. Maana hata kuniona hakuja na saluni penyewe ilifungwa kwanza. Baada ya wiki 2 hatimaye nilianza kurudi katika hali yangu ya kawaida kidogo. Maumivu ya mwili yalipungua, lakini ya moyo bado yalikuwa pale pale. Nikawatafuta wafanyakazi wangu wa saluni tukarudi kazini. Muda wote huo sikuwa nawasiliana na watu wa nyumbani zaidi ya Leila. Mama alikuwa anaogopa kunitafuta na Salma pia hakunitafuta wala sikujua alipo. Nirudi saluni, wateja wetu walifurahi sana kuniona. Nijitahidi sana kutabasamu, japokuwa ndani nilikuwa bado sipo sawa, ila angalau kazi ilinisaidia kusahau mambo kidogo. Siku hiyo usiku niliporudi nyumbani, nilikuta nyumba iko kimya sana kuliko kawaida. Hakuwa na kelele za TV wala maongezi. Nilipofungua mlango wa sebeni, ghafla taa imezimwa. Kabla sijafanya chochote, taa zikawaka na ghafla nikasikia sauti zikisema surprise. Nilishtuka sana. Sebule ilikuwa imepambwa kwa maua na maputo. Mezani kulikuwa kuna keki kubwa na zawadi kadhaa. Mr. Omari alikuwa amesimama katikati akiwa amevaa suti nzuri sana. Alinitazama kwa tabasamu na kunifuata. Mwanahamisi, najua nimekosea sana na kuna zawadi inayoweza kufuta maumivu niliyokusababishia, lakini leo nataka nikuonyeshe kwamba najuta na niko tayari kubadilika. Alionyesha zawadi zile mezani. Zote hizi ni kwa ajili yako, lakini kubwa kuliko zote ni ahadi yangu ya kukupa heshima na amani uliokuwa unastahili tangu mwanzo. Naomba unisamehe Mwanahamisi, alisema kwa sauti ya unyenyekevu. Abdul alikuwa pembeni akinitazama kwa tabasamu kabisa. Hata Farida alikuwa kimya kabisa siku hiyo. Nivuta pumzi ndefu, nikamwangalia Mr. Omari usoni. Unajua kuna mambo hafutiki kirahisi. Lakini pia moyo wa binadamu na uwezo wa kusamehe. Sitaki zawadi zako. Mwanahamisi, usinifanyie hivyo mke wangu. Mr. Omari, mimi ni mtu. Sawa? Nina moyo, nahitaji kuheshimiwa na kuthaminiwa. Usinichukulie kama mnyama. Ninachotaka ni vitendo, sio maneno wala mapambo. Kwanza leo nataka heshima yangu. Sitaki tena kuonewa ndani ya nyumba hii wala kuchukuliwa poa. Niliwapasha wote msikilizaji. Kisha nikawaacha nikaenda chumbani. Sikuguza hata ile keki wala zawadi. Kwa kuwa nilichoka sana nilala mpaka asubuhi. Sasa asubuhi iliyofuata nilipoamka nilikuta zawadi zote zimeletwa chumbani kwangu. Alafu sasa Mr. Omari alikuwa anaoga. Nilikaa kitandani nikiziangalia kwa muda. Moyo wangu ulikuwa unasita kufungua hizo zawadi, lakini baada ya muda nikasema kwamba ngoja nione kuna nini huko. Nilianza na box kubwa zaidi. Nilipofungua nikakuta kuna laptop. Nikawaza laptop naijulia wapi jamani mimi? Nilifungua box nyingine nilikuta ndani kuna nguo zile kama za kindi hivi na mapambo yake. Box nyingine kulikuwa kuna cheni, pete, hereni, bangili, zilikuwa za dhahabu zile. Nilifungua box nyingine lilikuwa na viatu vimefanana rangi na pochi yake. Mara Mr. Omari bwana alitoka kuoga. Za asubuhi mke wangu. Msalamu, shikamoo. Marhaba, vipi umezipenda zawadi? Nikisema sijazipenda je? Basi mimi nitajua bado una hasira. Sio kwamba sijazipenda, ni kwamba tu zawadi haziwezi kunifanya nisahau kila kitu kilichotokea. Lakini nakushukuru. Asante. Hata hiyo tu inatosha kwa sasa. Alisema hivyo. Nilisimama kutoka kitandani, nikachukua taulo langu kuelekea bafuni. Lakini kabla sijaingia, nilisimama mlangoni nikamgeukia tena. Mr. Omari, naam mke wangu. Usahau nilichosema jana, nahitaji vitendo sio maneno tu.
Mimi sitakukosea tena Mwanahamisi, na nitahakikisha unaheshimika hapa nyumbani. Basi sikumjibu, nikaingia bafuni. Baada ya muda nilitoka nikiwa tayari kwenda kazini. Nilivaa nguo zile alizonunulia, zile za Kihindi. Zilikaa vizuri sana mwilini mwangu. Nilipojitazama kwenye kioo nilijiona kabisa nimependeza. Sasa nilipotoka sebuleni wote walinitazama kwa mshangao. Abduli akasema kwamba wao mama umependeza sana. Nilimjibu asante. Farida naye aliniangalia tu lakini hakusema chochote ila alitabasamu tu. Mr. Omari naye alitoka chumbani na kuja sebuleni. Kwa kujiamini sana akasema kwamba ndio mke wangu huyo. Abduli akajibu kwamba nimemwona mzee. Jamani mimi naenda kazini. Usijali mimi nitakupeleka. Hapana nitaenda mwenyewe. Bila kusubiri majibu nikatoka nje. Nikakodi usafiri mpaka ofisini. Nilipofika saluni, siku hiyo ilikuwa ni tofauti sana. Nilikuwa na nguvu mpya. Hata wafanyakazi waligundua. Mmoja wao akasema kwamba dada leo unaonekana tofauti sana. Nikamwambia kwamba baada ya changamoto maisha lazima endelee. Akanijibu ni kweli dada. Basi niliamua kuridhika tu na hali, maana sina cha kufanya jamani. Lakini ndani yangu bado kulikuwa na maswali mengi. Je, familia hii inaweza kuwa salama kwangu? Na zaidi ya yote, wakati nikiwa nawaza hayo, simu yangu ikaita bwana. Ilikuwa namba ya mama. Nilisita kidogo kisha nikapokea. Hello? Mwanahamisi mwanangu, tupo hospitali hapa. Salima amepigwa na Azizi. Sauti ya mama ilisikika hivyo. Kwa mimi nifanyaje sasa? Atajua mwenyewe, mimi sitaki kusikia habari zake. Nilijibu na kukata simu. Nilijikuta ni kama nimepigwa na butwaa kwa muda. Mikono yangu ikiwa imeshika simu lakini akili haipo pale saluni tena. Mmoja wa wafanyakazi wangu akaniuliza kwamba dada, kuna nini? Mbona umepoteza uchangamfu ghafla? Nikamjibu niko sawa tu. Lakini ukweli ni kwamba sikuwa sawa hata kidogo. Nilijaribu kuendelea na kazi lakini haikuwezekana. Kila niliposhika kichwa cha mteja, mawazo yangu yalikuwa hospitali kwa Salma. Mwishowe nilishindwa kuvumilia. Nikawaga kuwa narudi baada ya kidogo. Basi nikachukua pochi yangu na kutoka haraka. Njiani kuelekea hospitali nilikuwa ni kama nachanganyikiwa ise. Upande mmoja nilikuwa na hasira na Salma, upande mwingine nilihisi kama kuna kitu hakiko sawa kabisa nisipoenda. Basi niliwaza ya kwamba Azizi si mtu wa kupiga mwanamke. Nilimtafuta mama na kumwambia nielekeze hospitali walipo. Akanielekeza. Nilipofika hospitali nilimkuta mama nje. Aliponona tu alishtuka sana. Akasema, mwanangu umefika. Alisema. Sikumjibu. Nilimwangalia tu kisha nikamuuliza kwamba yuko wapi. Akanionyesha mlango wa wodi. Nikaingia nikakuta Salma alikuwa amelala kitandani. Uso wake ulikuwa umevimba na mkono wake ulikuwa umefungwa bandeji. Aliponiona tu macho yake alijaa machozi ghafla. Akasema kwamba dada, samahani sana damwana. Nimuuliza kwamba kwani nini kimetokea? Salma alilia zaidi. Akasema kwamba samahani, najua nimekosea sana lakini mambo yamekuwa mabaya kuliko nilivyodhani. Azizi amenipiga. Hebu ongea vizuri basi nikuelewe. Yaani Azizi amekupigaje? Baada ya kumuuliza hivyo Salma akasema kwamba kama nilivyokuambia nilimuelekeza shemeji kwa Azizi ndio akaenda kumkamata, hivyo alivyotoka ndo alikuwa ananisaka, ndio jana usiku alinikamata, akaniambia aliambiwa na wewe kuwa mimi ndio nilielekeza kwake. Salma alijielezea hivyo. Nikasema wewe ni mnyama sana ulipata faida gani sasa kwa uliyofanya? Tena angekupiga zaidi ya hapo. Nilisema kwa uchungu mkubwa. Salma alishia kulia tu. Akasema samahani dada, naomba unisamehe sana tafadhali. Alisema hivyo lakini sikutaka kumsikiliza tena. Nilitoka nje ya wodi. Mama alijaribu kunizuia lakini sikumsikiliza. Nilirudi saluni kuendelea na mambo yangu. Sasa baada ya kazi nilirudi nyumbani. Mr. Omari aligundua siko sawa. Akaniuliza nini shida? Ikabidi nimuelezee kilichojiri leo nilipokuwa kazini. Sasa nilipomaliza kumuelezea alikaa kimya kwa muda. Unajua Mwanahamisi, unajua siwezi kurudisha muda nyuma, lakini kama ningejua kukuoa kwangu kungesababisha matatizo makubwa hivi kwako basi nisingekuoa. Kunisamehe sana kwa haya yote. Mimi nimeshasamehe ila najiuliza yani kwa hiyo nitakufa mimi bila mtoto. Najua una hofu juu ya hilo, lakini nikuhakikishie kuwa ukihitaji mtoto basi utapata. Na ni kwa njia ya upandikizaji. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Pia naomba umsamehe tena Salima. Kwa sasa tuishi tu kwa amani tu. Na nikuhakikishie kuwa mimi sitofanya chochote cha kukuumiza. Kweli naweza nikapata mtoto? Ndio. Unasema kweli au unanidanganya tu? Mimi siwezi nikakudanganya kitu kikubwa kama hicho. Pia naomba umsamehe sana mama.
Juzi nimeongea naye, anaumia kweli kweli kwa kuwa hampo sawa. Unajua wazazi huwa wanapitia maumivu sana kuwa mbali na watoto wao. Basi kesho yake niliwahi kuamka nijiandae nianze kwenda hospitali kabla ya kwenda saloni. Sasa nilimkuta Farida jikoni, nikamsalimia, nikamwambia za asubuhi. Alinijibu vizuri tu akasema kwamba salama, umeamkaje mama? Nikasema nimeamka poa, sijui wewe. Farida akasema na mimi namshukuru Mungu nimeamka poa. Nikasema sawa, jambo jema. Farida akasema samahani mama, naweza kwenda na wewe leo? Nikasema kwenda na mimi ofisini ama? Farida akasema ndio, maana kwa tu nyumbani kuna chosha. Nikasema sawa, hamna shida, ila mimi kwanza napitia hospitali ndio niende kazini. Farida akauliza unaumwa? Nikasema hapana, siumwi, mdogo wangu tu ndo anaumwa. Farida akasema basi hamna shida, wewe twende tu. Nikasema sawa, jiandae. Basi tukajiandaa mimi na Farida tutoke wote. Mr. Omari kusikia kuwa naenda na Farida alifurahi sana na kusema anapenda tu hivyo na sio chuki. Basi tulipofika hospitali tukakuta Salima anaendelea vizuri. Tulikaa kidogo kisha tukaaga, nikamwambia kuwa nitarudi mchana kumjulia hali tena. Niliuliza bili ya hospitali iliyopo kwa muda huo, nikamaliza kila kitu. Sasa tukawa tumetoka kuelekea saluni. Njiani Farida akaniambia kwa nini nahangaika na usafiri wa kukodi wakati mzee ana uwezo wa kununulia gari. Nikamwambia mimi siwezi kuendesha gari. Farida akasema mama jamani, si unajifunza tu, wala hata sio jambo gumu. Haya basi, ngoja nijifunze kwanza. Usafiri binafsi ni mzuri, usumbuki hata mama. Ni kweli. Basi tulifika saluni, niendelea na kazi. Mchana nikatoka na kwenda hospitali. Mama akaniomba tuongee kidogo, nikamwambia sijali, namsikiliza. Mwanangu, mimi najua nimekukosea sana. Sikujali vile ulivyokuwa unastahili. Mara nyingi ni kutokana tu na hali ya umaskini. Ili lazima hata nikulazimisha kufanya vitu kwa ajili ya kusaidia tu familia yetu. Mama, sio lazima uombe msamaha. Hapana mwanangu. Mimi najua umepitia mengi sana. Nilijaribu tu kuokoa familia yetu kwa hali yangu umaskini. Lakini mara nyingi nimekukosea mwanangu. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa kila kitu. Mama alisema hivyo. Nilijihisi moyo wangu unapoa. Sauti yake, maskini, huzuni yake na unyenyekevu wake, vile anavyoongea vile nifanya nisiwe na chuki yote tena. Nilijua mama alikuwa anafanya kile alichoweza licha ya makosa. Mama, naomba tukubaliane. Sasa tuchague amani na tusonge mbele. Hakuna cha kulalamika zaidi. Maisha ulionichagulia acha nipambane nao tu na niyazoee. So tupo pamoja. Mama alinikumbatia. Nashukuru sana mwanangu. Asante mno. Najua sijawahi kuwa mama bora. Lakini sasa nataka tuishi kwa amani mwanangu. Usijali mama. Mimi naomba tu usiwe na wasiwasi mama. Basi. Sawa, asante mwanangu. Pia naomba umsamehe na mdogo wako. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo, ondoa hofu mama. Mimi nishamsamehe. Ni jambo jema sana kama umemsamehe. Asante dada. Salima naye alishukuru kusema kwamba nimemsamehe. Basi baadaye tulirudi nyumbani mimi na Farida. Tulimkuta Mr. Omari na Abduli wanaangalia TV. Basi Mr. Omari akatuuliza kwamba vipi za huko mlipotoka? Tulimjibu nzuri tu. Akauliza kazi zimeendaje? Nikamjibu zimeenda vizuri tu ila nimechoka tu. Mr. Omari akasema pole mke wangu, vipi hospitali? Salama tu, mgonjwa anaendelea vizuri. Mara Farida akadakia akasema kwamba ila dadi mtafutie mama gari jamani. Usafiri wa kukodi una changamoto sana. Ni kweli kabisa na niliwahi kuwaza hivyo. Nitafanya mpango very soon. Mr. Omari alinijibu. Basi mimi nilishia kucheka tu. Abduli akatukaribisha chakula, alikuwa amepika yeye siku hiyo. Tukajumuika sote kupata chakula huku sasa tunapiga stories hapa na pale. Kesho yake nilipoamka nilikuta Abduli kashaamka akaniambia kwamba mama samahani nilikuwa natafuta nafasi tuongee. Tuongee kuhusu nini? Ni kuhusu wale waliotokea. Abduli, sitaki tena tuzungumza hayo mambo. Si unafahamu mimi ni nani kwako nafahamu hilo mama. Basi simamia hapo hapo. Nilimwambia kisha nikamwacha na kuondoka. Yaani sikuwa nataka kucheka na mtu. Nilikuwa ni full misimamo maana walinichezea sana hawa. Mama alinitafuta akaniambia kuwa Salima amepewa ruhusa hivyo anaenda nyumbani. Nikamwambia basi baadaye nitaenda kuona huko nyumbani. Basi nilipotoka kazini nilipitia nyumbani. Nikalala huko maana Mr. Omari alikuwa ameshanipa ruhusa. Kesho yake ndo nikarudi nyumbani kwangu sasa.
Pia nikamwambia Salma akiwa sawa arudi kazini. Nilipofika nyumbani, Mr. Omari akaniambia kwamba ana habari njema. Habari gani hizo? Ni kuhusu mtoto. Mtoto? Ndio. Nilikwambia tunaweza kupata mtoto wa njia ya kitaalamu bwana, umesahau? Ndio uliniambia. Kwa hiyo sema kwaje? Tunapandikiza mbegu mke wangu na utapata mtoto. Sawa. Mimi nimefurahia sana kusikia hivyo, maana nafsi yangu ilikuwa inaniuma sana kuona maisha yangu yataishia kukaa na wewe na sitopata mtoto wakati mwenzangu tayari unao watoto. Basi mke wangu, wala hata usijali, na hilo sio tatizo kabisa. Sawa, ila kwa wakati mimi sipo tayari kupata huyo mtoto, nahitaji nitulie kwanza. Sawa, hamna shida. Wewe wala usijali bwana, wewe wakati wowote ukiwa tayari utaniambia. Pia kuhusiana na hili swala alilosema Farida, nataka uende driving school ndio nikutafutie gari sasa, si ndio? Na saluni je? Utaendelea tu hapo baadaye. Pia Salma yupo bwana, atasimamia wakati wewe upo shule. In fact, sihitaji uwe unafanya kazi kama mfanya kazi pale saluni. Inabidi uwe msimamizi tu na kufanya kazi mara chache. Sawa, asante mume wangu. Wewe nitafutie tu shule nianze. Basi nilikaa nikafikiria jinsi Mr. Omari anaforce sana nimuelewe. Niliamua niende naye sawa. Ila moyoni mwangu mpaka leo hii, msikilizaji, hajawahi kuingia hata kidogo. Mr. Omari hakuwahi kushinikiza kuhusiana na mimba tena. Alikuwa akiheshimu uamuzi wangu wa kutulia. Sikuwahi kumpenda wala kutamani kuzaa naye. Alikuwa akifanya kila kitu kwa ajili ya familia yetu. Anafanya kila anachohitaji. Alinitafutia shule nikajifunza gari. Alipanua biashara yangu. Yaani kifupi, familia yangu, maisha ya shida ilikuwa ni historia. Siku, miezi, miaka kakatika, lakini kama sijawahi kumpenda. Lakini niliendelea kuwa naye tu kwa ajili ya familia yangu, msikilizaji. Maana walinitoa sadaka tangu mwanzo kuwatoa kwenye shida. Hivyo sikuwa na njia nyingine tena. Maana nilishapoteza mtu ambaye nilimpenda kutoka moyoni, ambaye ni Azizi. So tangu alivyompiga Salma alihama kabisa mtaa, na hakuna ambaye alijua kahamia wapi. Hata ndugu zake hakuna ambaye alikuwa anasema yupo wapi. So tulishia tu kusikia kwamba kahama mkoa. Hata kama moyo wangu haujakamilika kwa upendo, msikilizaji, nilijua familia hii itakuwa muhimu zaidi. Nijifunza kuwa upendo pekee hauwezi kufaa kila wakati. Mara nyingine inahitajika pesa, msikilizaji. Namkumbuka Azizi mara kwa mara. Huzuni ilikuwa sehemu ya historia yangu. Nilijua kuwa sio kila kitu kinaweza kurudi kwenye hali ya zamani. Na kuwa na amani na familia yangu ilikuwa ni bora kuliko chochote kilichopotea kwa wakati huo. So mwisho yote, maisha yalinifundisha kuwa unaweza kupoteza hatima yako kwa kujaribu kuiweka familia yako mbele. Sijui mnanielewa? Yaani maisha yalinifundisha kuwa unaweza ukapoteza hatima yako kwa sababu tu ya kujaribu kuipambania familia, yani kuiweka familia. Yani sio kwamba uiache familia yako, lakini wewe familia yako ndio umeweka mbele. Nikimaanisha ya mama huko, baba, yani unapambana, pesa unayopata yote, kila kitu unachopata kifanyike kwao, unajisahau wewe. Maisha yanaweza kukupatia changamoto, lakini pamoja na wale unaowapenda na wanaokujali unaweza kushinda kila kipingamizi, ila vita ya peke yako kamwe kushinda ni ngumu. Kadri siku zilivyokuwa zinasonga mbele, nilizidi kujifunza kuishi kwa kuigiza. Haikuwa rahisi, msikilizaji, lakini nilizoea. Nijifunza kucheka hata pale moyo wangu hauna furaha. Nijifunza kuwa na amani hata pale nafsi yangu ina maswali mengi yasiyo na majibu. Mr. Omari aliendelea kuwa mtu mwema kwangu. Hakuwahi kunikosea, hakuwahi kuninyima chochote, na hakuwahi kunilazimisha kumpenda. Alinipa heshima yangu kama mke wake. Na kwa hilo nilimthamini kwa namna yangu, hata kama haikuwa ile ya mapenzi ya dhati. Abduli na Farida walikuwa kama nguzo muhimu katika maisha yangu. Walinisaidia kusahau maumivu ya nyuma, wakawa sehemu ya furaha yangu ya kila siku. Maana hawakurudia tena yale waliokuwa wananifanyia. Nyumba haikuwa tu sehemu ya kuishi, bali ilikuwa ni familia halisi. Lakini kuna nyakati, hasa usiku nilipokuwa peke yangu, ndipo kumbukumbu za Azizi zinirudia kwa nguvu sana. Nilijiuliza maswali mengi sana. Je, kama mambo yangekuwa tofauti, ningekuwa na maisha gani? Lakini majibu hayakuwahi kuja. Na nilijifunza tu kuyaacha apite. So leo hii, msikilizaji, nikitazama nyuma naona mwanamke tofauti kabisa na yule aliyewahi kuwa. Maumivu alinibadilisha, mateso alinikomaza, na maisha alinifundisha ukweli ambao sikuwahi kujua kabla. Nilijifunza kuwa si kila ndoa ina upendo, lakini inaweza kuwa na heshima ile ikakosa upendo. Nijifunza kuwa si kila furaha
ina tabasamu la kweli. Na nijifunza kuwa si kila unachokipoteza unaweza kukipata tena. Vingine vinaondoka ili kukuacha uwe mtu mpya. Aziza alibaki kuwa sehemu ya moyo wangu, lakini si sehemu ya maisha yangu tena. Mr. Omari alibaki kuwa mume wangu, si kwa sababu nilimpenda, bali kwa sababu ilitokea akanioa. Mwisho wa yote nilikubali maisha yangu alivyo. Sikupata kila nilichotamani, lakini nilipata kile ambacho sikukipanga. Yote sababu ya familia. Msikilizaji, mpaka hapa niseme tu ya kwamba naomba kuona comment chochote kile ambacho kimekuvutia tangu tumeanza sehemu ya kwanza mpaka tumefika sehemu hii ya mwisho tumemalizana na hii simulizi. I hope kuna mengi sana ambayo utakuwa umejifunza, na ninaamini utakuwa hujapoteza muda wako kunisikiliza kuanzia sekunde ya kwanza nilipokuwa nakusimulia kwa sauti tamu ambayo imekuburudisha kwa namna tofauti tofauti. Na nimuombe tu Mwenyezi Mungu aendelee kutukutanisha hapa na tuendelee kuwa tunajifunza, si kusikiliza tu, bali tujifunze pia mbali na burudani. Mwenyezi Mungu atukutanishe kwenye simulizi zingine mpya zinazoendelea. Yote ni kwa neema yake tu, ndio maana kila siku tunakutana hapa. Basi kwa neema hiyo hiyo iambatane nasi kwenye simulizi zingine nzuri. Mtayarishaji wa hii simulizi ni dada yetu Keti Fefe, nami niliyekusimulia ni rafiki yako Lucas Lumbas. Mitandao yote ya kijamii, TikTok, Instagram, natumia Lumbas Simulizi. God be with you till we meet again. Bye bye.